tutaanza. So leo tuko ready. Thank you Nina. Amaya tuko ready. Thank you. So leo tutaanza ni maombi ya kurudisha nyota zetu ama chochote that kilikuwa kimeibiwa kwenye ulimwengu wa roho. Unaona, ukitoka mbinguni ukisoma kitabu cha Ezekiel, is it Ezekiel? Not Ezekiel. God was talking to Jeremiah 1:5. Anaambiwa, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa, nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Unaona? So pia wewe kabla hujatoka mbinguni Mungu alikujua. Hata kabla hujakuwa kwenye tumbo la mamako alikutakasa, akakupatia jukumu fulani hapa duniani. So kila mmoja wetu ana jukumu fulani hapa duniani. Kila mmoja wetu na ile jukumu umepewa na Mungu, ile task, ile jukumu ambayo Mungu amekupatia uweza, akakupatia nyota ya kukunufaisha hizo njia yako. So zile nyota na zile uweza na zile nguvu ndio wachawi wanawinda, ndio waganga wanawinda, ndio shetani anawinda. Umekuja na nyota zako, shetani anawinda. Zile nyota zako umeshuka nazo hapa duniani zikuwezeshe kuishi maisha yako hapa duniani mpaka ile siku ambayo utatangulia mbele za haki. Unanipata? Umeshuka na nyota zako. Zile ndo uweza zako. Unapata sasa ndo zinafungwa. Unapata kuna babu kwenye ukoo anapeleka madhabahu, anatengeneza madhabahu ya giza, anaenda kwa mganga, anaenda kwa mchawi, analeta vitu zinaitwa generational curses. Wanapatiwa maagano fulani pale, watu fulani wasizaliwe, anapeana the whole generation. Zile vitu zako unashuka nazo zinaibiwa, ama ni rafiki yako anakufunga, ama ni mchumba wako anakufunga. Lakini leo zile vitu zetu ambazo tulishuka nazo tunazirudisha kwa damu ya mwanakondoo. Kwa kuwa Biblia inasema ameiba mali, amemeza mali, atayatapika tena, Bwana atayatoa tumboni mwake. So kuna mali zetu tumeshuka nazo, zimeibiwa, zimemezwa, ziko tumboni. Tumboni mwa joka ni kuzimu. Kuna mchawi ameiba nyota yako akapeleka kuzimu. Kuna wanabiashara wa nyota na miili za watu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Samueli chapter 30 verse 8, Samuel ametoka Zigla kupigana, kufika kapata watu wameibiwa, wanawake wameibiwa, vitu zimeibiwa, mifugo zimeibiwa. Daudi akakasirika sana, na wale watu ambao walikuwa wamebaki wakataka kumpiga mawe. Daudi akasema tulieni kwanza. Daudi akaenda akaomba Mungu. Alimwambia nini Mungu? Daudi, 1 Samuel chapter 30 verse 8. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi kuwapokonya yote. Yani Daudi akamuuliza Mungu. Daudi amekuja akapata vitu zimeibiwa, akaenda akaomba, akamuuliza Mungu, je, nitawapata? Nikiwafuatilia hawa watu nitawapata? Nitarudisha vyote vilivyoibiwa? Na sisi leo kwa msaada wa Bwana, sisi ndio Daudi wa leo. Kwa msaada wa Bwana tutafata vitu zetu kuzimu, tutazipata. Walioiba tutawapiga, tutarudisha vitu vyote. Nyota yako itakuja leo, ndoa yako itakuwa leo, kila kitu ambacho kimeibiwa kitakuja kwa damu ya mwanakondoo leo. Ukisoma na tukirudisha ukisoma kitabu cha Ufunuo chapter 3 verse 1, Yesu anasema yuaja upesi, shika sana ulicho nacho. Sisi tumekuja mbinguni na nyota zetu, tulizishika, lakini ila zikaibiwa. Tulizishika zikachukuliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tumekosa maarifa, nyota zetu zikaibiwa. Lakini leo tumepata maarifa kwa msaada wa Bwana. Tumejikusanya sisi watoto wa Mungu, tumesema tunakataa kuibiwa, tunakataa kufungwa. Zile maagano tunazifyeka. Ndio maana Biblia inasema watu wawili hawezi tembea pamoja kama hawajapatana. Sisi wanatembea na sisi lakini hatujapatana nao. Leo tunaenda kukata ile friendship ya sisi na kuzimu. Tunaenda kuipasua kwa damu ya mwanakondoo. Tunaenda kutengeneza
naenda kutengeneza shimo kubwa, hawatatuona katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Leo tunarudisha vitu zetu na tunazishika sana, kwa kuwa Yesu anakuja. Tutashika sana nyota zetu, zitatumika kutuokoa sisi. Tutashika sana ndoa yetu, tutashika sana baraka zetu leo katika jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyekuja kwa maisha yako kuja kuiba nyota yako, leo atachanika vipande vipande, atapasuka. Kama ni madhabahu tutazisaga, kama ni mapepo tutazifunga kwa damu ya mwanakondoo. Watarudisha katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Tutasoma kitabu cha, nataka tuende mbio, nataka kila mmoja apandishe hasira, ghadhabu, kwa kuwa imeandikwa hasira. Mungu ni Mungu wa hasira, Mungu ni Mungu wa vita, jina lake ni Yehova. Kama Mungu ni Mungu wa vita na Mungu ndo aliye ndani yetu, pia sisi ni watu wa vita. Kama Mungu ni Mungu wa vita na Mungu ndo ako ndani yetu na ni mkuu wako ndani yetu, pia sisi ni watu wa vita. Tutawakamata, tutawafunga, tutawafyeka, tutawapasua kwa damu ya mwanakondoo. Daudi alipokuwa anachunga, anapochunga kondoo wa baba yake, pakatokea dubu hapa, pakatokea simba. Simba akamkamata mwana kondoo. Daudi akamfuata, akampiga, akampokonya simba mwana kondoo kwenye mdomo. Na alipomrukia, Daudi akamshika ndevu, akampiga, akamuua. Ule mwana kondoo aliyeibiwa ndio nyota yetu imeibiwa. Tutakamata ule mwizi, tutamkamata ndevu yake, tutazifyeka, tutarudisha nyota yetu kwa damu ya mwanakondoo. Tutarudisha ndoa yako, biashara yako itarudi. Ulifungua biashara, akakula biashara. Ulipata ndoa, akakula ndoa. Ulifungua mtaji, akakula mtaji, akakufunga. Leo tutamkamata ndevu ule mchawi wa ukoo. Tutamkamata kwa damu ya mwanakondoo. Kwanza tutamfuata, najifanya mwenye nguvu, tutamfuata, tutamfunga, tutampiga, tutarudisha vyote vilivyoibiwa. Kama ni nyoka amemeza mali, tutamkamata ule nyoka, tutampasua tumbo. Leo tunaenda kufanya surgery bila sindano ya ganzi. Tutapasua ile tumbo, nyota itarudi, ndoa itarudi, biashara itarudi. Eti wewe leo unafungua biashara inakufa, eti unaolewa leo unaachwa, eti kwenye ulimwengu wa roho uko na spiritual spouse amekumiliki, anatumia nyota yako, anakutumia mashetani, zinageuka zinakuwa laana. Leo tutakikamata hicho kiti chake cha enzi, tutakipasua. Kila mmoja sema pasua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo. Karibu Michi, na uwezo Mungu aliye hai. Ukisoma kitabu cha Yakobo chapter 5 verse 16, inasema maombi ya mwenye haki yanafaa sana kiomba kwa bidii. Sisi ndio wenye haki wa Mungu. Elia alikuwa mtu kama sisi, naye akaomba kwa bidii. Mvua ikasimama muda wa miaka 3.5. Alafu akaomba tena kwa bidii, mvua ikaja. Sisi ndio wenye haki wa Bwana. Nyota yetu iliibiwa, tutaomba kwa bidii, nyota itarudi kwa damu ya mwanakondoo. Sisi ndio wapaka wa mafuta wa Bwana. We are the anointed one of God. Tutaomba kwa bidii, vyote vilivyoibiwa zitarudi. Sisi ndio anointed one of God. Tazama, jambo jipya linachipuka. Leo njia inapatikana kwenye jangwa, maji na mito inapatikana kwenye nyika kwa damu ya mwanakondoo. Leo tutatengeneza njia pasipo na njia. Tutapata maji pasipo na maji. Samsoni alikwenda kupigana, akapiga Wafilisti, akawafyeka, akawapasua, akamwambia Mungu, mtumishi wako ameona kiu. Mungu akaleta maji kwenye jangwa. Samsoni akaja akanywa maji. Na sisi leo tunawafuata, tutawapasua, tutawavunja, na leo maji itapatikana kwenye jangwa. Yale maji ni maji ya uzima ambayo ndio nyota yako. Yale maji ndio mambo ambayo ulishuka nao mbinguni ukaja naye hapa duniani. Adui, ule adui wa maisha yako akaja akaiba. Ule babu ukoo akatengeneza madhabahu, akatoa kafara zake, akaiba nyota, akakufunga. Kwenye ukoo wenu watu wanakufa haraka, kwenye ndoa yako inavunjika, watu hawaolewi. Ule babu tutamfuata, kama ako hai ama amekufa, tutamkamata hivyo hivyo. Tutashuka pande za mwisho za kuzimu, tutamwambia ewe babu wa ukoo, tunakufunga. Vyote ulivyofanya, maagano ulileta, tutazipasua leo na tutazivunja katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Kwa kuwa sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Yani kwa sisi tutapiga mataifa. Yani kwa sisi tutapiga wafalme. Yani kwa sisi tutapiga farasi na mpanda farasi. Kwa mimi Alex, kwa wewe Malemba, kwa wewe Michi, utapiga mwanamke, utapiga mwanamume. Kwa wewe Catherine, kwa wewe Maya, utapiga mtoto, utapiga mzee, utapiga kundi, utapiga wachungaji katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Biblia inasema kwa jina lake, yani kwa jina la Yesu Kristo tutafukuza mapepo. Kwa jina lake tutaekelea mikono
mikono yetu kwa wagonjwa nao watapona. Kwa jina lake tutaongea kwa kinywa kwa lugha mpya, yani kwa jina lake tutabisha mlango utafunguliwa. Tutabisha tena ule mlango wa baraka, mlango utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu ni hai. Tutaendelea na somo letu. Nataka leo tunataka kwenda leo nimeona mmepata maarifa. Naona kila mmoja amepata maarifa. Mmeanza kujua kuomba, mmeanza kujua kufyeka, mmeanza kujua kutumia mamlaka, mmeanza kujua kupigana vita vilivyo vizuri. Ndio maana Paulo anasema, mwendo nimeumaliza, nimepigana vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Sisi bado tuko katika ule mwendo, lazima tupigane vita vilivyo vizuri. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu Timotheo, na kupatia maagizo haya sawa sawa na unabii uliosema juu yako, ili kupitia unabii ule upigane vita vilivyo vizuri. Sisi kuna unabii wetu ni nini? Ya kwamba tumebarikiwa sisi kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Kama tumebarikiwa sisi kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho, kumaanisha huyu adui aliye mbele yetu, anayeleta makwazo, tutamsaga, tutamkamata, tutamvunja kwa damu ya mwanakondoo. Tutasaga njia zake, tutasaga madhabahu yake, tutamtangulia, tutavunja fikra zake, tutavunja maagano yake kwa damu ya mwanakondoo. Leo tunapita, maana Biblia inasema mwenye haki hata akianguka mara 7 atasimama tena. Na kama sisi ndio wenye haki, ndio kuna uwezekano umeanguka, kuna uwezekano ulikutumia magonjwa, kuna uwezekano ulikumiliki lakini ulikuwa na maarifa, lakini tumepata maarifa. Aliyekumiliki kwenye ulimwengu wa roho, anayekuja kama ng'ombe, tunampasua, tunamwambia, ewe ng'ombe, umenijia kwa silaha zako za ng'ombe, umenijia kwa silaha zako za kuzimu, na kujia kwa jina la Bwana. Bwana ni Bwana wa vita. Leo nakuamuru utaachia, leo nakuamuru utaniachia kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Ndio maana Isaiah anasema, Isaiah 41:15 inasema, nitawafanya muwe chombo kipya. Sisi tumefanyika kuwa chombo kipya, kikali, chenye meno, cha kusaga milima cha kusaga milima na kupiria na kupuria. Kupiria pia ni kusaga, na kukanyaga na kupuria vilima, nazo zinakuwa kama makapi. Makapi ni chafu. Imagine you've been given the powers to crush kabisa, kuvunja na kusaga milima za magonjwa. Unasaga, zinakuwa kama chafu. You're turning your problems into chaff. You're turning your enemies into chaff katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. It's Isaiah 41:15. Leo tunaenda kuwafuata leo. Nataka nilikuwa napandisha moto ndo tuingie kwenye maombi. Napenda kufundisha watu kidogo, napenda kufahamisha watu kwa nyinyi ni wana wa Mungu aliye hai. Kwa kuwa Biblia inasema kama sisi ni wana wa Mungu, Biblia inasema waliompokea aliwapa uwezo ya kufanyika kuwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. So sisi ni wana wa Mungu. Unaweza kuwa mwana wa Mungu lakini umekosa maarifa. Unaweza kuwa wewe ni mwana wa Mungu lakini umekosa maarifa. Ndio maana hadi sasa kuna watu waliokoka 1990, hata kabla wengine hawajazaliwa, na wakafa wakiwa maskini, ama paka sasa ni maskini. Kwa sababu gani? Walikosa maarifa. Kwa sababu walisema sisi tunamngojea Mungu. Ndiyo, tunamngojea Mungu, lakini tukimngojea Mungu lazima pia tutumie nyota zetu. Tukimngojea Mungu lazima pia ule utajiri, kwa kuwa Biblia inasema mali na fedha ni za Bwana. Tukimuomba Bwana mali tutapata. Ilifika mali Daudi anasema yule aketie juu akacheka. Yaani Mungu akacheka, akawafadhaisha kwa ghadhabu, right? Akasema nao kwa hasira. Akasema, Mungu mwenyewe anasema, kwanza Mungu akacheka, akawafadhaisha kwa ghadhabu, alafu akasema nao kwa hasira. Akasema, tazama, leo umekuwa mwanangu, nimekuwa babako, nimekuzaa, nimekuweka kuwa mfalme juu ya Sayuni. Sawa, utaniomba chochote utakacho, nami nitakupa miisho ya ulimwengu kuwa urithi wako. Nitakupa mataifa kuwa mali yako. Adui zako utawaponda na fimbo ya shaba.
utawavunja kama chungu cha mfinyanzi. So sisi tukimgojea Bwana na hii maarifa tuko nayo, kumbuka kuna urithi wa Bwana tunafaa kupewa. Kuna urithi, kuna land ambayo tunaenda, kuna ufanisi fulani Mungu ametupatia, kuna hekima Mungu ametuingizia ndani yetu, kuna nguvu ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi ili tufike kwenye hatima yetu. Tutafika na nyota zetu, tutatoka kwenye shimo na nyota zetu, tutakatakata zile vifungo. Biblia inasema zile nira zitalegezwa kwa mafuta. Nira ni kamba. Kuna uwezekano umefungiwa mahali. Ndio maana Yesu anasema roho ya Bwana juu yangu, tena amenitia mafuta niwatangazie maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao tena, na waliofungwa kupata kuachiliwa kwao, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mwaka wa Bwana ndio leo, saa ya Bwana ndio leo. Tazama, kwa ajili hiyo mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Sisi ndio wanadamu tumedhihirishwa tuzivunje kazi za ibilisi. Kuna watu wamefungwa. Yesu anasema waliofungwa wataachiliwa. Kuna watu mahali wamewekwa kwenye mashimo. Kuna watu wameshikwa kwenye machungu. Kuna watu wametengenezwa madhabahu. Kuna watu wametumia majoka. Kuna watu nyota zimefunikwa, kwa kuwa shetani ni kerubi afunikae. Amefunika maisha yako, amefunika ndoa yako. Leo tutafunua vifuniko vya kichawi, tutafunua kwa damu ya mwanakondoo. Leo nyota lazima itang'aa. Nyota yako iking'aa kwa damu ya mwanakondoo, hata wale mamajusi watakuletea zawadi. Nyota ya Yesu ilionekana na mamajusi kutoka pande za east, wakaleta mazawadi, wakaleta manemane. Kumbe nyota ya mtu iking'aa kuna mambo fulani yatakufuata. Kumbe nyota ya mtu iking'aa kuna baraka zitakufuata. Kumbe nyota ya mtu iking'aa kuna ndoa itafika. Kumbe nyota ya mtu iking'aa kuna mema ambayo utayapata katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana Mungu anatuambia, njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kuna mizigo tumewekewa na babu. Mizigo gani? Mizigo ya kukosa ndoa. Mizigo gani? Mizigo ya umaskini. Mizigo gani? Mizigo ya magonjwa. Tunamfuata Bwana. Ndio maana kuna mtu anaitwa Yabez. Yabez alimlingana Bwana, akamwambia, je Bwana, kama ukinibariki na ukiniongezea mipaka yangu, yani kuna mipaka ilikuwa imefungwa, ukiniongezea mipaka yangu na kunilinda na ule adui zangu. Mungu akafanya nini? Akasikia kilio cha Yabez, akamwongezea mipaka, akambariki. Na sisi tunamlingana Bwana. Kuna uwezekano umezaliwa kwenye uchungu kama Yabez, mpaka ukapatiwa jina la uchungu. Kuna uwezekano umezaliwa kwenye magonjwa, umezaliwa kwenye familia iliyofungwa na giza, umezaliwa kwenye familia ambayo mama ni mchawi, dada ni mchawi, nyanya alikuwa mchawi, wameleta maagano. Lakini Bwana anasema, tazama kuna njia inapatikana. Tazama nimefanya jambo jipya. Tazama kuna jambo linachipuka. Tazama leo lazima utafika Kanani. Leo lazima utawapiga Amaleki, utawapiga wa Moabu, utawapiga wa Gibeoni. Lazima utawapiga wale nyoka wa moto, utawafyeka, kwa kuwa kuna nyoka wa shaba, kwa kuwa kuna mkate wa shairi umeanguka kwenye mji wa Midiani, unawafyeka. Huu ni upanga wa Gideoni, unapita katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Ndio maana kuna vitu Mungu amekwambia wewe. Umeonyeshwa kwenye ndoto wewe ni tajiri. Umeonyeshwa kwenye ndoto unajihisi ndani. Yaani kuna uamsho ndani yako, una feel mimi haya maisha naishi sio yangu. Hii ndoa sio yangu. Nafaa nikuwe na gari. Nafaa nikuwe nimesafiri sana. Nafaa nikuwe mahali fulani. Kuna mcheketo fulani, yani kuna kitu fulani kimepandwa ndani yako. Sasa inafaa uamke, kwa kuwa Mungu anasema anawapa tasa watoto. Nyumbani kwao kunasikika vilio za watoto za furaha. Na leo Mungu anakupatia wewe nguvu. Nyumbani kwako utasikika kilio cha furaha. Na leo Mungu anasema ako pamoja nawe, na zile taa saba ambazo ndio macho zake zinazunguka kukutazama wewe mwenye haki wa Bwana, utasimama katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, kwa mkono wa Zerubabeli atajenga msingi, na kwa mkono wake atamaliza ukuta. Ndivyo atakapojua ya kwamba ni Bwana amemtuma. Maana hakuna mtu awezaye kudharau siku ya mambo madogo. Maana walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zerubabeli na zile taa saba ambazo ndio macho ya Bwana. Wewe leo ndio Zerubabeli wa Bwana. Wewe daughter of grace, wewe ndio Zerubabeli leo. Utaweka misingi ya Bwana, utajenga ukuta wa shaba, utajenga ngome ya shaba kwa damu ya mwanakondoo. Utawafyeka. Ni kidogo kidogo, lakini ile kidogo kidogo ndio tunajenga nao, kwa kuwa imeandikwa, lile jiwe la pembeni ndio jiwe ambayo wanajikwaa nayo katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu lai. Sasa nataka tuingie kwenye maombi. Na before tuingie, nitawasomea Ufunuo 18
13 ndo niwaonyeshe kuwa kuna wafanyibiashara wa miili na roho za watu. Kuna wabiashara walikuwa wanauza vitu zinaitwa mdalasini, wanauza iliki, wanauza uvumba, wanauza marahamu, wanauza ubani, wanauza mvinyo, wanauza mafuta ya mzeituni, wanauza unga ya ngano, wanauza ng'ombe na kondoo, farasi na magari, na miili na roho za watu. Kuna watu miili zao zimeibiwa. Unapata wewe mkono wako ni kama unatetemeka, ama ulipoteza mkono, ama nyota yako ya mkono iliibiwa. Kuna watu ukishika kitu kinafanikiwa. Kuna watu ukiingia mali baraka na uwepo wa Mungu unaonekana. Kuna watu roho zao zimeibiwa. Ndio maana Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wamewekwa kwenye magereza, wamekuwa mawindo, hakuna aitae wala hakuna aokoae. Kuna uwezekano nyota yako imewekwa kwenye mashimo, imeibiwa na mchawi mganga. Ule msoma nyota amechukua nyota yako, amepeleka kuzimu, ameifungia, amefanyia biashara. Nyota yako inatumiwa na mtu fulani. Kuna uwezekano akili yako imechukuliwa, inatumiwa. Yaani wewe ufikirie. Kuna uwezekano yani vitu vyako vimefungwa, lakini leo tunataka kuzama kwenye mashimo. Lakini leo kwa kuwa mkono wa Bwana si mfupi hata ushinde kuokoa, masikio ya Bwana si mazito hata yashindwe kusikia. Aliyejichimbia shimo cha kina mpaka kuzimu, Biblia inasema tutamfuata huko chini, tutamfyeka. Aliyejipandisha juu kwenye vilima, tutamfuata huko juu, tutamwangusha. Umeanguka ewe Babeli, mkuu wa makahaba na wingi wa machukizo wa nchi. Kuna mtu amekuja, kuna mtu anajiita Babeli wa maisha yako, ni mkuu wa makahaba. Ukahaba ni ushetani. Kuna mtu amesimama mbele yako anakuibia nyota. Ukilala usiku unamuota, ukilala usiku unafanyishwa tendo la ngono kuzimu, usiku wanalala nawe, wanachukua nyota, unapata watoto wanakufa, unafungua biashara wanaikula. Leo tunawafuata, leo tunawapasua, tutawafyeka na tutaharibu katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Leo tutaamuru waachie katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuingie kwenye maombi sasa. In the next few minutes nataka tuingie kwenye maombi. Tutaomba pamoja, alafu mimi nitasindilia yo msumari, nitaipigilia ndani kwa damu ya mwanakondoo. Tutaomba pamoja, alafu mimi nitapigilia hiyo msumari. Leo tunaenda kuweka ukingo wa moto. Leo tunaenda kuweka ukingo. Wanaisraeli walipokuwa wanatoka Babeli, palitokea watu kama Tobia walikuwa wanaandika barua akiambia watu waache kujenga nyumba ya Bwana. Wakasimamishwa, pakatokea manabii wakaanza kuambia jengeni nyumba ya Bwana. Wakaanza kujenga tena. Kwa nini? Kwa uongozi wa Ezra, kwa uongozi wa Zelbabeli, wakaanza kujenga paka wakaimaliza, wakajenga paka ukuta wakaimaliza, wakajenga nyumba ya Bwana wakajenga. Leo mimi nimetumiwa na Bwana nikwambia sasa, jenga maisha yako. Leo wewe umetumiwa na Bwana ili ujenge ndoa yako. Leo wewe umetumiwa na Bwana. Kumbuka kuna watu wanaokukatisha tamaa, kuna watu wanakufunga. Hao ni wadui ya barabarani tu, hao ni Waamaleki, na Biblia inasema maliza Amaleki na kizazi chake. Amaleki wa maisha yako tutamkamata, tutamfyeka, tutampasua. Leo tunajenga maisha yetu. Leo kila silaha iliyotungwa juu yako itavunjika vipande. Kumbukeni na rehema za Bwana. Ingawaje alikuwa tajiri, akaishi maisha ya umaskini ili kwa kuishi kwake sisi tukue matajiri. Na si matajiri wa pesa tu, ni matajiri pia wa rohoni. Na si matajiri wa pesa tu, ni matajiri katika ndoa. Yaani ndoa yako ikiwa na utajiri wa Bwana, yani wewe una taradadi. Ndoa yako ikiwa na uwepo wa Bwana, yani wewe unang'aa katika jina la Yesu Kristo. Leo tunataka kwenda kuvunja, leo tunataka kwenda kupasua, tunataka kwenda kuharibu ngome zote za giza na uwezo wao wa kufanya kazi tutawafyeka. Ndio maana Yeremia anasema katika chapter 30:16, Yeremia 30:16 inasema basi watu watu wakuliwa ataliwa. Yani adui wakuliwa ataliwa. Aliyekuja kukuteka nyara naye atatekwa. Aliyekuja kukuinda naye atawinda. Yani wakuliwa. Kuna adui kazi yake specifically ni kukula biashara. Kuna adui specifically anakuinda akule ndoa. Kuna adui, ndio maana Yeremia anasema katika chapter
30 verse 16, na wakuliwa ataliwa, adui zako atafungwa, aliyekuja kukuwinda naye atawindwa. Leo tunataka kuwawinda aliyekuja kutuwinda, tunataka kupigana nao, tutavaa kigao na ngao, tutapigana nao, tutaamuru leo wafadhaike katika jina la Yesu. Tutaamuru kwa kuwa Biblia inasema ashindanaye na Bwana atapondwa. Kutoka mbinguni Bwana atachilia nini? Bwana atachilia radi, itawapiga kwa damu ya mwanakondoo, itawafyeka. Adui aliyekuja kula ndoa leo ataaibika na kutayarika. Anayeshindana na wewe atakuwa sio kitu tena kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Nataka tuanze sasa, nataka tuanze vita. Tuko na 1 hour ya kupigana, tuko na 1 hour ya kuamuru nyota zirudi, tuko na 1 hour ya kupigana na majeshi ya wafu, tuko na 1 hour ya kufunga wachawi, tuko na 1 hour ilo risali moja kuambia ewe adui aliyekuja kukula biashara yangu, leo nakutafuna. Ewe adui aliyekuja kuharibu ndoa yangu, leo nakutafuna. Ewe adui aliyekuja kunizuia nisisonge mbele, leo nakufyeka. Ewe adui aliyetumwa kutoka kuzimu, aliyetumwa kunifunga, leo nakupasua. Leo tunataka kuambia leo tunataka kuambia, yani zile mikakati yao tunaiacha, kwa kuwa kila chimbaye shimo ataingia ndani. Lile shimo lilochimba tutaliacha, lakini tutawapiga, alafu tutawaingiza pande za mwisho za shimo, lakini tutawaingiza pande za mwisho za kuzimu katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. Moses alipotoka mlimani akakuja, akapata Wanaisraeli wanaabudu ng'ombe. Akapata Wanaisraeli kuna mchafuko, pakatokea ndugu yake, kazini yake wa ukoo mmoja anaitwa Dothan, kuna mwingine anaitwa Abiram. Ni Walawi kama they are Levites, fellow Levites. Kulikuwa na Dotham, kulikuwa na Abiram na Kora. Wanajifanya makuhani kwa kuwa ukoo wa Lawi ulikuwa umechaguliwa kuwa makuhani. Wakaleta mabishano. Moses akakasirika, akamwambia Mungu, usisikie maombi yao, na kama hawatakufa kifo cha kawaida, basi Moses hajatumwa na Mungu. You know what happened? Moses aliamuru ardhi funguke. Ile ardhi, the earth opened. Wakaingia ndani wakamezwa. Na sisi leo, ule adui aliye kwenye ukoo, ule adui aliyekula nyota, yule adui aliyekuja kula biashara, yule adui anayekuzuia usisonge mbele, yule adui aliyetengeneza kiti cha enzi cha shetani itakule biashara yako, tutaamuru ardhi funguke, impasue, imeze katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. Uwepo wa Bwana uko ndani yetu. Leo malaika wa Bwana yuko ndani yetu. Tunamkaribisha Roho Mtakatifu, tunamkaribisha malaika wa Bwana, kwa kuwa imeandikwa malaika wa Bwana hufanya matuo kuwalinda wale wa mchao. Leo tumekusanyika kwa jina la Yesu, tumekusanyika kwa jina lake, na tukikusanyika kwa jina lake, Yesu yuko pamoja nasi. Leo Yesu yuko pamoja nasi, malaika wa Bwana wako tayari. Leo wanangojea maelekezo yetu. Leo wanangojea tumwambie malaika vunja yule, malaika anavunja. Leo wanangojea tuwapatie maagano, tuwapatie instruction, wapasue adui, na malaika watapasua, maana wanafanya matuo kulinda sisi ambayo tunamcha Mungu. Good. Naona Wangui anasema my purpose is fulfilled now and for eternity. Thank you so much. Kama vile ulivyosema, na iwe sawasawa na maneno yako katika jina la Yesu Kristo. Leo tunataka kuamuru moto toke juu. Samueli aliamuru radi katoka juu. Joshua aliamuru hailstone ikapiga wanajeshi wa Ai. Kuna wachawi wanajifanya wanakimbia kama wanajeshi wa Ai. Leo tutaamuru mawe yatoke juu, iwapasue, iwavunje katika jina la Yesu Kristo. Wakati Yehosafati, mfalme Yehosafati alikuwa anapigana, akavamiwa na majeshi matatu. Hata mapori yalipigana hiyo siku. Leo tutaamuru mapori iwapige. Waliojificha kwenye mapori watafyekwa kwa damu ya mwanakondoo. Waliojificha kwenye mapango yatavunjika, yatawameza katika jina la Yesu Kristo. Shetani, kitu kinamogopesha shetani ni consistency ya maombi. Lakini naona watu wameanza kuchange trajectory. Naona watu wameshachukua detour, wanasema mimi nataka nyota, wanasema mimi nataka baraka zangu, wanasema mimi nataka ndoa yangu, wanasema mimi imeandikwa nitabarikiwa kijijini na mjini. Mbona leo sibarikiwi? Naona watu wamejaa ghadhabu ya Bwana, naona watu wamejaa hasira ya Bwana. Leo wanataka nyota zao. Namuona Michi anataka nyota zake, namuona Rapture anataka ndugu yake. Naona watu wamejaa ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa kisasi ni cha Bwana, na imeandikwa ni haki yetu kulipiziwa kuwatesa wale watutesao. Naona
Kuna mali Mungu anasema, anatoa maagano, anatoa instruction. Mungu anasema wavamie wakazi wa Pekodi, waangamize kabisa. Yani fata maagano yetu, fata maagizo yangu. Mungu anasema nimekupatia maagizo, enda mali panaitwa Pekodi, wale wakazi wamalize kabisa. Na sisi leo tunafata mamlaka ya Bwana, tunafata instruction ya Bwana. Inasema nini? Hakuna uganga juu ya Yakobo wala uchawi juu ya Israeli. Inasema nini? Ni haki yetu kulipiziwa kisasi, ni haki yetu kuwalipa wale tutesao. Maandiko yanasema nini? Adui zetu wataangamia kwa silaha zao. Maandiko yanasema nini? Aliyekuchimbia shimo atafanya nini? Ataingia ndani. Leo tunataka kufuata ile maagano ya Bwana, tunataka kufuata ile sheria ya Mungu kuhusiana na wachawi, kwa kuwa imeandikwa thou shall not suffer to let a witch live. Kwa nini unaacha mchawi anaishi? Kwa nini unaacha ule nyanya anakuroga? Kwa nini unaacha spiritual spouse anakumiliki? Kwa nini unaacha unakuwa na chapa za mauti? Kwa nini unaacha umeekelewa chapa za magonjwa? Kwa nini unaacha umeekelewa chapa za umaskini? Kwa nini unaacha wanakutumia madhabahu ya giza? Kwa nini unaacha eti wamekufunga usipate mume, wamekufunga usipate watoto, wamekufunga, wamechukua nyota yako, unateseka kwenye maisha, wamekuacha na depression, miaka inasonga umiliki, wamekuacha na stress, miaka inasonga haupati mke, wamekuacha miaka inasonga unashangaa uko 30, miaka inasonga uko 35, miaka inasonga mpaka imefika mahali unasema mimi mtu yote ambaye atakuja ni sawa sawa. Hakuna cha kusema mtu yote ambaye anakuja. Leo tunaenda kutafuta, kama amejificha tunaenda kumchukua, kama ni mali imesonga mbali tunaenda kuichukua, kama ni nyota imezikwa mahali tunaenda kuichukua, kwa kuwa Mungu anasema ana uwezo kufufua wafu, na anasema mambo yajayo ni kama yamekwisha kuwako. Leo kuna vitu tunaenda kuvisema ni kama vimekwisha kuwako. Mungu anamwambia Ezekia, unaona nini? Unaona mifupa? Tamka juu ile mifupa, tamka juu ya ndoa yako, tamka juu ya mtoto wako, tamka juu ya biashara yako. Leo tunaenda kutamka katika jina la Yesu, tunatamka mema, tunatamka mema, kwa kuwa sisi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa na malango ya kuzimu haitotufikia sisi. Biblia inasema, Mungu anasema, ewe Koleshi mtumishi wangu, ewe Alex mtumishi wangu, ewe Violet mtumishi wangu, ewe Michi mtumishi wangu, ewe Malemba mtumishi wangu, nimekuvisha pete, nimevunja malango hakuna atakayejenga, nimesawazisha milima, nimevunja mapigo ya shaba, nimevunja malango ya chuma, nimekupatia hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. So kuna hazina zimepelekwa kwenye giza, Mungu anasema ametupa sisi. Kuna mali ila imefichwa mahali pasiri, leo tunaenda kuichukua, kwa kuwa hufanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miali ya moto. Leo tutavaa umbo la moto, leo tutavaa mbawa za tai, kwa kuwa Mungu anasema ameipa mikono yetu nguvu hata kuvunja pinde za adui. Zile mishale za adui tumepatiwa nguvu na Mungu, tutavunja magonjwa. Zile mishale za adui tumepatiwa nguvu na Mungu, tutavunja mapepo, tutavunja wachawi kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Zerubabeli. Kwa msaada wa Bwana tutalifuatilia jeshi, kwa msaada wa Bwana tutaruka ukuta. Hayo ni maneno ya Daudi kwa majeshi. Kwa msaada wa Bwana tutapiga majeshi katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka sasa tuanze vita. In the next 2 minutes it's going to be war. In the next 2 minutes it's going to be fire. Tonight I am ignited. I don't know about you, but tonight I'm fired. I'm fired by Elohim. Tonight niko na upepo wa Bwana, niko na nguvu ya Bwana. Tonight nasimama kama kuhani wa Bwana aliyetengenezwa kwa msaada wa Bwana, aliyeekwa kwa nafasi yake, aliyesimama kwa zamu. Tonight niko na hasira na aliyechukua ndoa yangu. Tonight niko na hasira anayetaka kutumia nyota yangu. Tonight nasimama kama masihi wa Bwana, kwa kuwa mimi nimewekwa kuwa kuhani juu ya mataifa. I don't know about you, but mimi nimewekwa kuwa kuhani wa mataifa, ili nivunje, niharibu na niteketeze, nipande na nijenge. I don't know about you Florence, lakini mimi leo nimesimama, nataka nyota zangu, nataka kila kitu changu kilichochukuliwa. I don't know about you Catherine, lakini mimi tonight I am fired up, I am ignited. Tonight niko na nguvu za Bwana. Tonight leo nataka nitumie nguvu za Bwana, kwa kuwa mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amenipa mimi. I don't know about you guys, but mimi nasimama leo. Ndoa yangu haitaharibiwa, maisha yangu haitaharibiwa, nyota yangu haitaharibiwa, watoto wangu hawataharibiwa. Leo mimi nasimama, mke wangu hataguswa, biashara yangu haitaguswa. Nasimama kama kuone Bwana. Kuna vitu nafaa kuvunja, kuna vitu nafaa kuteketeza, kuna vitu nafaa kuharibu, kwa kuwa shoka liko tayari kukata pando ambalo hajalipanda Bwana. Leo nataka kulingoa kwenye mizizi, nataka kuvunja madhabahu, nataka kuharibu ngome yao, nataka kungoa zile shida ambazo zilipandwa na babu,
zile shida ambazo zililetwa na nyanya mchawi, zile shida ambazo zililetwa na mama. I will not suffer the iniquities of my fathers. I will not suffer the iniquities of my forefathers. Sita suffer the iniquities of my multi-ancestors. I will not suffer. Zile multi-ancestral curses naenda kuzivunja. Zile laana za ukoo. Kwa kuwa hakuna awezaye kumlani ambaye Mungu amembariki. Hakuna awezaye kumlani tena ambaye Mungu amembariki. Tonight mimi niko na moto. Tonight malaika Mungu ashafanya matua. Tonight Holy Spirit ako ndani yangu. Yesu ako ndani yangu. Kwa kuwa aliyompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Leo nenda kubisha ule mlango uliofungwa, leo ataachia nyota. Leo nenda kupasua ule mlango, ataachia. Milango ya kuzimu haitonifikia mimi. Wewe umeshikwa na milango ya kuzimu, lakini leo tunasimama kama kuhani wa Bwana, tutapasua hiyo milango. Kwa kuwa Biblia inasema, tazama nalikuwa nimekufa, lakini sasa niko hai. Niko na ufunguo wa kuzimu na mauti. Mauti haina nguvu nawe. Kuzimu haina mamlaka juu yako, kwa kuwa uko na ufunguo wa ufalme. Chochote utakachofunga hapa duniani kitafungwa mbinguni. Sema nitafunga. Leo naenda kufunga umaskini kwa maisha yangu. Naenda kufunga hasara kwa maisha yangu. Naenda kufunga roho ya kupata na kupotea. Naenda kufunga roho iliyotumwa juu yangu ya stagnation. Leo tunaenda kupiga roho, kwa kuwa lazima tujue after kila sina ambayo iko mbele yako, kila tatizo lazima kuna roho nyuma yake. Na kama kuna roho nyuma yake, basi kuna madhabahu nyuma yake. Na kama kuna madhabahu nyuma yake, kuna mtu amesimama mchawi, kuna mtu amesimama anatumia nyota yangu, ametuma wakiiba kitu changu kizuri, wanatuma kitu kibaya. Wamenitumia magonjwa, wamenishika akili. Biblia inasema ule mkuu wa ulimwengu amefunga akili zao ili wasiweze kuamini. Kuna uwezekano umefungwa. You're in a place you're not moving. You're in a place biashara yako haikui. Leo tunaenda kupasua hiyo anga. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao. Hata ukupenda maisha yao hadi kufa. Leo tunaenda kuwashinda kwa damu ya mwanakondoo. Shetani akisikia damu ya mwanakondoo anatetemeka. Akisikia jina la Yesu anatetemeka. Akisikia jina na damu ya Yesu anatetemeka. Na neno la ushuhuda wetu ni ya kwamba sisi ni masihi wa Bwana. Na neno la ushuhuda wetu ni kwamba nyota zetu zinarudi. Na neno la ushuhuda wetu ni kwamba kila kitu kilichochukuliwa kwenye anga ya giza kinarudi katika jina la Yesu Kristo. Mimi sitaacha mtu atumie nyota yangu. Sitaacha mtu anifunge. Eti mtu aende tengeneze madhabahu akule nyama za watu. Biblia inasema wanakaa katikati ya makaburi wakinywa vitu viovu, wakikula nyama za nguruwe. Je, wataweza kuinda roho za watu wangu, wahifadhi roho zao? Wanavaa viremba vikundu, wanawinda roho za watu, wanawinda akili za watu, wanawinda biashara za watu. Anataka kula biashara, amegeuka amekuwa fisi. Anawinda ndoa yako, anawinda biashara yako. Unafanya kazi ni hasara tu. Anawinda mtoto wako, unapata watoto wanakufa, unapata biashara inakufa, unaenda kazini unakataliwa. Amekufunga, amekuvalisha uso ambao si wako. Lakini leo tunaenda kusema tuko na chapa za damu ya mwanakondoo. Mtu yote asitutaabishe. Chochote kisifanye kisikutaabishe. Uko na chapa mwilini mwako, umebeba chapa za damu ya mwanakondoo. Mwilini mwako umebeba chapa za nani? Za damu ya mwanakondoo. Umebeba chapa za Yesu. Tulikufa pamoja na Kristo, tukafufuliwa pamoja na Kristo. Tumeketishwa juu mkono wa kulia pamoja na Bwana. Bwana akamwambia Bwana wangu, keti mkono wako kulia mpaka wakati nitakapoweka adui chini ya miguu. Adui ako chini ya miguu yetu. Biblia inasema mwanadamu ni nani mpaka umemvisha taji la heshima na kuweka kila kitu chini ya miguu yake. Mimi ndio mwanadamu, mimi ndio masihi wa Bwana, mimi ndio nafaa kuvunja kazi za ibilisi, na zote ziko chini ya miguu yangu. Na zote ziko wapi? Chini ya miguu yangu. Biblia inasema lile jua lenye kuponya kwenye mbawa zake limekwisha kufanya nini? Limekwisha kuzuka. Na sisi tunarukaruka kama ndama aliyeachiliwa kwenye zizi. Tunawakanyaga waovu, wanakuwa kama mavumbi chini ya miguu yetu. Tutakanyaga roho za umaskini, zitakuwa kama mavumbi. Daudi anasema nitawaponda kama chungu cha mfinyanzi, nitawapiga kama matope ya baharini. Leo tutapiga uovu, tutapiga wachawi, tutawafyeka, tutawasagasaga, tutawaangamiza kwa damu ya mwanakondoo. Kwa nini? Sisi ni ngome ya shaba, sisi ni nguzo ya chuma, tumepatiwa pembe za chuma, tumepatiwa kwato za shaba. Tutapiga mataifa mingi, popote tutakapokanyaga tutapamiliki. Mbona umekanyaga biashara? Mbona umeanza biashara na umiliki? Mbona uko mahali fulani au umiliki ndoa? Mbona umeolewa na umiliki ndoa? Mbona? Jiulize mbona. Kwa kuwa Biblia inasema
kwa rehema za Yesu Kristo aliwekwa msalabani, akavunja laana zote za Torati ili sisi kwa njia za imani tupate baraka za Ibrahimu. Unajua baraka za Ibrahimu, Ibrahimu alikuwa na mali sana. Mbona sisi hatuna mali? Mbona sisi mbona jiulize, eka question marks kwenye maisha yako. Angalia maisha yako, Mbona mimi? Mbona mimi? Na utimilifu wakati umefika. Kwa kuwa Biblia inasema ulipowadia utimilifu wakati, mwana Adamu alidhihirishwa. Mwana Adamu ni sisi, tulidhihirishwa ili tuzivunje kazi za ibilisi. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Sisi ndio wenye nguvu, ila wapo wenye nguvu wa giza, tunafaa tuwafunge, kwa kuwa sisi ni wana wa nuru na giza halituwezi. Sisi ni wana wa nini? Wana wa nuru. Sisi si wana wa usiku, sisi ni wana wa mchana. Sisi si wana wa giza, sisi ni wana wa nuru na giza halitutuweza. Kuna mtu analeta giza kwenye maisha yako, kuna mtu anakuwekea miba, lakini Biblia inasema hatuna ghadhabu. Ile miba tutaikanyaga na kuisagasaga katika jina la Yesu Kristo. Ameweka michongoma, ameweka hasara, ameweka ndoa, amekuwekea mitego. Ule mwindaji wa roho na mili za watu ameweka mitego kwenye maisha yako, ameweka mitego uingie ndani. Leo tutapiga hekima za wenye hekima, tutavunja akili za wenye akili katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Shetani anafanya kazi ndani na anafanya kazi nje. Anaiba nyota, anapatia mtu, anakuingia ndani, anakuwa magonjwa. Ama wanatengeneza wadoli, wanasema huyu mdoli ni Alex. Wanatengeneza vitu kwenye kuzimu, wanazinuiza, wanazigeuza, wanaanza kuziita kwenye jina lako. Lakini leo imeandikwa, aliyefanya shauri juu yako atatahayarika na kuaibika. Imeandikwa, fanya shauri tu. Wewe fanya shauri, lakini litabatilishwa, yani litageuzwa. Wewe sema neno, lakini litaangushwa. Kwa kuwa Mungu anabadilisha nia za wafalme. Kwa kuwa Mungu anasema, je, nitakaribisha karibu kuzaa na nishindwe kuzalisha? Je, nitasababisha kuzaa na nishindwe kuzalisha? Leo Mungu amekuzaa. Leo Mungu amekuita kwa jina lake, na aliyoita kwa jina lake alikuchagua toka asili, amekupatia nguvu. Leo tunaenda kuamuru mataifa ziachilie maziwa. Maziwa ni baraka na wafalme. Today we are going to nurse katika vifua za wafalme. Leo tunaambia, enyi wafalme, leteni maziwa. Enyi wafalme, achieni kwa damu ya mwanakondoo, maana imeandikwa, kwa mkono wa kulia wa hekima kuna maisha marefu, na kwa mkono wa kushoto kuna mali na heshima. Leo tunaenda kupokea heshima ya Bwana, tunaenda kupokea maisha marefu na hakuna atakayezuia. Yani ukiamua wewe, ni Mungu ameamua. Ukifyeka wewe, ni Mungu anafyeka. Ndio maana Daudi anasema, niwafuate, je, nitawapata? Mungu akwambia, hakika ukiwafuata utawapata. Na aliwafuata akawapata, akarudisha vyote. Na sisi tunaenda kuwafuata kwa damu ya mwanakondoo, tunaenda kurudisha zote katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Kuna watu bado wako na uoga. Usiogope. Jeshi likijipanga kwa ubora wake, akijipanga na uchawi, akigeuka atakayekuwa popo, akigeuka akikuwa paka, tutamkamata hivyo hivyo na lile umbo lililotumia. Akigeuka hata akiwa chochote. Ndio maana Biblia inasema, ndipo nikamwona Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele za malaika, na shetani amekaa mkono wake wa kulia ili ashindane naye. Ndio Joshua akatolewa yale mavazi. Sisi mavazi tumeshayaondoa. Yale mavazi ni mavazi ya dhambi. Ile dhambi yetu tumeshafanya nini? Tumeondoa, tumejitakasa. Kwa nini shetani anakaa mkono wetu wa kulia ashindane nasi? Kwa nini shetani eti anaangamana anafuatana na sisi, ajidurishe na sisi tumekuja mbele za Bwana? Tunageuka leo, tunakuwa Yuda. Imeandikwa, ewe Yuda, mkono wako utakuwa kwenye shingo za adui zako. Leo mkono wetu utakuwa kwenye shingo za huyo chawi, kwa huyo mchawi. Mkono wetu leo utamkamata shingo ya huyo mchawi, tutaivunjwa. Biblia inasema, kila aonywae na anashupava shingo. Kushupava ni you harden your neck, na umeonywa. Umeambiwa wewe acha kuniroga, lakini bado asikii. Umeambiwa wewe acha kunifunga. Ewe spiritual spouse, umenisumbua sana. Ewe mama mchawi, umenifunga sana. Nimekupatia onyo, lakini hausikii. Hiyo shingo yako tutaivunja na hakuna dawa itapatikana. Kila aonywae na anashupava shingo atavunjwa shingo na hakuna dawa itakayopatikana. Ule mchawi aliyeroga sana, Mungu amemuonya, amemwambia, thou shall not let a witch live, lakini bado anaroga.
anaroga. Yani tatizo yeye amechagua kukaa kwenye giza. Anajaribu kukuvuta kwa maskini, anajaribu kukuvuta akichukua nyota yako, anajaribu kukuvuta eti akulete chini. Lakini leo tunaenda kuwafuata, tunaenda kuwapasua. Nyota zinarudi, naona watu tarudishiwa nyota, naona watu ndoa zitafunguka, naona watu kamba zitapigwa, naona watu kamba zitachanika kama vile Samsoni alivyosaga zile kamba. Leo wewe unakuwa Benaya mwana wa Yehoyada, mtu shujaa aliyepiga wakuu wa Moabu, akampiga yule simba aliyejificha kwenye shimo siku ya theluji. Sisi leo ndio mashujaa wa Bwana, kwa kuwa tutapokea roho ya hofu iletayo, roho ya utumwa iletayo hofu. Hatujapokea roho ya utumwa iletayo hofu, tumepokea roho ya ushujaa, roho ya kufanyika kuwa wana, ambayo kwayo tunalia Abba Father, ambayo kwayo tunalia tunataka nyota, ambayo kwayo tunalia tunamwambia rudisha, ambayo kwayo tunamwambia nyota njoo, ambayo kwayo tunalia ewe adui aliyechukua nyota, ewe mama uliyenifunga, ewe shetani uliyenifunga, ewe mchawi, ambayo kwayo tunalia leta biashara, ambayo kwayo tunalia ewe mwizi leta nyota. Biblia inasema mwizi akikamatwa analeta mara 7. Leo tunamwambia huyo mwizi wa nyota leta mara 7. Leo tunamwambia yule mwizi aliyekufunga pasua hicho kifungo, leta mara 7. Biblia inasema pasipatikane kwetu mtu anayepitisha mtoto wake kwenye moto. Kuna watu wamepitisha watoto wao kwenye moto. Pasipatikane wachawi, kuna watu ni wachawi. Pasipatikane walozi ni kama waganga, kuna watu ni waganga. Ama yule mtu arogae kwa kupiga mafundo, kuna watu wameibiwa nywele, kuna watu wameibiwa nguo, wametengenezewa mafundo. Pamepatikana mbona anayetengeneza mafundo iko hai, mbona zile mafundo bado ziko hai, mbona eti wamekufunga mahali, ametengeneza kamdole, ametengeneza mahali, amechukua nguo amekufunga mahali. Leo tunamfuata huyo msoma nyota, leo tunamfuata huyo mfungaji mafundo, amechukua roho yako ameiweka kwenye chupa. Biblia inasema itoe roho yangu kwenye kifungo nipate kukuhimidi. Leo roho za watu, nafsi za watu zilizofungwa, tutakata vifungo za damu, vifungo vya nafsi, vifungo vya roho na vifungo vya mwili. Leo tutazichana kwa damu ya mwanakondoo. Hekima ya Bwana isiyokuwa na mipaka itajulikana leo na viumbe vyote vya rohoni, kwa kuwa vita zetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya malizia hapo, ni juu ya wafalme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya, ni juu ya majeshi ya pepo baya. Kuna majeshi kwenye ulimwengu roho, kuna wakuu kwenye ulimwengu roho, kuna wachawi kwenye ulimwengu roho, kuna waganga kwenye ulimwengu roho. Kuna watu ambao si wachawi lakini wana roho za kichawi, wamepeleka jina lako kuzimu, akaiba nyota. Kuna watu watumia nyota zako, leo tutawakamata. Wakuu wao tutawafunga kwa minyororo na wafalme wao kwa pingu za chuma. Kila silaha leo itaenda kuvunjika, maana tunayaweza yote kupitia Kristo yule atutiaye nguvu. Ilifika mahali Mungu akatoa upanga mkubwa tayari kumkata Leviathan, ule nyoka wa kupinduka, nyoka wa baharini, kumuua na kumwangamiza kabisa. Leo tutavaa chepeo la wokovu, tutatoa upanga wa rohoni, tutamkata huyo nyoka, tutamkata huyo mchawi, tutampasua aliyekufunga. Spiritual spouse wote tutawakusanya, tutawavunja kwa damu ya mwanakondoo. Naona wanatetemeka, na waona wananiambia wanaanza kusema ile moto inaenda kuwasha leo. Naona wasikia kwenye ulimwengu roho, lakini leo hata waongee sana, maneno yao hayatatupata sisi. Hata watupe silaha zao, leo moto wao tutazima huo moto wao katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu le hai. Nataka sasa tukue kila mmoja kuwe ready. Mnajitakasa. Anzeni kujitakasa polepole. Kila moja aanze kujitakasa. Nataka tujitakase. Tunataka kuingia kwenye vita. Nataka tuingie kwenye vita. Kama mko ready, mseme mko ready. Kama mko ready, watu waseme wako ready. Kama wako ready, watu waseme wako ready. Leo tunaenda kuvunja anga zao. Biblia inasema na kujua ukaapo ni mahali kuna kiti cha enzi cha shetani, na ni mahali Antipas mtumishi wangu aliuliwa. Lakini wewe Malemba, lakini wewe daughter of grace, unalishika sana jina langu. There's a place in your life Satan would love to control. Kuna mahali kwenye maisha yako wachawi wametengeneza kiti chao cha enzi. Kuna mahali kwenye maisha yako wamekuibia nyota. Kuna mahali, lakini Biblia inasema hata ukipita kwenye moto utatoka kama dhahabu. Hata ukipita kwenye mito yenye nguvu, ile mito haitakusomba. Hata ukiingia kwenye shimo la simba, wale simba, Mungu atafunga makani ya simba.
Danieli aliingia kwenye shimo la simba, Bwana akafunga makane ya simba. Kwa kuwa leo tunaenda kusonga kwa imani, tunaenda kusonga kwa imani. Watu wangu wataishi kwa imani, na wakisita sita moyo wangu hautapendezwa nao. Leo kwa njia ya imani tunaenda kukanyaga mto Shamu, tutauvuka ni kama nchi kavu. Kwa njia ya imani tunaenda kuvunja ule ukuta wa Yeriko kwa kuzunguka mara 7 kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani ningeelezea kuhusu Barak, ningeelezea kuhusu Yefta. Kwa njia ya imani wale makuhani walizima makali ya simba. Kwa njia ya imani wale wanawake walipokea wafu. Kwa njia ya imani wengine wakakataa kukombolewa ili wakombolewe kwa njia iliyo bora zaidi. Leo tunaenda kukombolewa kwa njia iliyo bora zaidi. Ambayo ni njia gani? Njia ya damu ya mwanakondoo. Ambayo ni njia gani? Ambayo ni njia gani? Njia ya jina la Yesu Kristo. Ambayo ni njia gani? Ni njia iliyokamilika na Bwana. Ambayo ni njia gani? Ni njia ya kuvaa mamlaka na kuvunja anga za vita na kupasua hizo misingi na kuvunja ngome. Maana silaha za vita zetu zinaweza katika Bwana hata kuvunja ngome. Neno la Bwana ni moto lao. Neno la Bwana li hai tena lina nguvu, ni likali kuliko upanga ukatao kuwili, linachoma hata kuzitawanya nafsi na roho na mifupa na mafuta yaliyo ndani, ni jepesi hata kujua mawazo na makusudi ya moyo. Leo tunaachilia upanga ambao ni upanga wa damu ya mwanakondoo. Unakata kulia, unakata kushoto, unakata mbele, unakata nyuma. Leo tunaachilia upanga, maana neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu ni nyundo inavunja miamba vipande, hatimaye kuwa udari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Naona watu wako ready. Nataka tuanze kujitakasa. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa. Na leo tutafanya kitu tofauti kidogo. Nataka watu wampokee Mungu. Hata kama ulikuwa umempokea Mungu, nasema leo mpokee Yesu Kristo, maana kwa kinywa chako utakiri na kwa moyo wako utaamini. Tutafanya ni sekunde moja tu. Mpokee Mungu, mpokee. Sema nampokea Yesu kwa damu ya mwanakondoo. Nampokea Yesu, nampokea Yesu. Haya, anza kujitakasa, anza kujitakasa. Tazama ya kale yamekwisha. Anza sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Nataka watu wajitakase. Nataka kila mmoja ajitakase. Sema najitakasa mimi Alex, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Namtakasa mke wangu, natakasa ndoa yangu, natakasa anga yangu. Jitakase, jitakase. Nataka nione watu waseme najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Nataka watu Lisa, nataka watu waseme najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Tunataka kuanza vita, tunataka kuanza vita, tunataka kuanza vita. Bwana ni Bwana wa vita, jina lake ni Yehova. Bwana ni Bwana wa vita, jina lake ni Yehova. Anza kujitakasa. Florence, sema najitakasa. Pakitokea watu 5 wamejitakasa, tunaruka, tunaanza kuomba msamaha kwa Bwana. Najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Jitakase kwa kuwa kila kitu kwenye Torati utakasa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Jitakase kwa damu ya mwanakondoo. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Jitakase. Anza kuomba msamaha. Sema naomba msamaha Baba. I want you guys to repeat after me. Naomba msamaha kwa yale ambayo nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Kuna uwezekano nimeacha mlango, shetani akaingia akatengeneza kiti chake cha enzi. Baba naomba msamaha, kwa kuwa imeandikwa maombi mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Nataka turudie tena. Baba naomba msamaha kwa yale yote nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Kuna uwezekano nimeacha mlango, shetani akaja akaingia akatengeneza kiti chake cha enzi kuniangamiza mimi. Lakini leo Baba nakuja kama masihi wa Bwana. Lakini leo Baba nakuja kama mpaka wa mafuta wa Bwana. Lakini leo Baba nakuja kama mwana wako uliyenipatia mamlaka, uliyenipatia uwezo, uliyenipatia nguvu. Nakuja kwa damu ya mwanakondoo. Sema nakuja kwa damu ya mwanakondoo. Nanyenyekea kwa nguvu ya msalaba. Nanyenyekea Baba. Baba naomba msamaha. Baba naomba msamaha. Baba naomba msamaha. Baba naomba msamaha. Naona mmesamehewa sasa. Nataka sasa tuanze kukamata anga. Nataka kila mmoja kuwe ready. Kila mmoja wenu akuwe ready. Karibu Noni. Kila mmoja wenu nataka akuwe ready. Kila mmoja wenu nataka, kama uko ready sema niko ready. Nataka tukamate anga, kwa kuwa tumeumbwa kwa mfano wa Bwana, tukuje tutawale. Tazama ni pendo gani hili sisi kuwa wana wa Mungu. Tazama
mwanadamu ni nani mpaka akapatiwa taji la heshima, akapatiwa kila kitu. Naona watu wako ready, naona watu wako ready. Sisi kila kitu kwa kiongozi. Sema naikamata anga kwa mikono ya chuma, naikamata anga. Kuna mahali unafaa ukamate, kuna anga, kuna nchi na kuna bahari. Kamata anga. Kuna wachawi wanafanya kazi kwenye anga, wanapuruka usiku. Kuna wachawi wanaroga kwenye mapori. Kuna wale wanaingia kwenye bahari, marine kingdom, wanasumbua watu sana, wanasumbua watu sana. Sema naikamata anga na mashimo yake. Kamata anga, kamata anga. Sema nimepewa mamlaka ya kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Kamata anga. Mimi Alex naikamata anga, naikamata bahari, naikamata nchi, naikamata kwa damu ya mwanakondoo, naikamata kwa jina la Yesu Kristo, naikamata, naiweka chini ya uongozi wangu, naiweka chini ya miguu yangu, naikamata anga, naiweka chini ya miguu yangu. Sema kamata anga, kamata anga. Nataka watu kamata. Kama umekamata anga, umekamata bahari na umekamata nchi. Nasema nataka kuna watu wamesema nimekamata kwa damu ya mwanakondoo. Sema nimekamata. Sema nimekamata. Ukisema nimekamata watu watano, ukisema nimekamata, tutaanza kuvunja madhabahu, tutaanza kuwakamata wachawi, tutaanza kuwafunga, tutarudisha nyota zetu kwa damu ya mwanakondoo. Nataka watu waseme nimekamata. Nataka watu waseme nimekamata. Nimekamata miliki zangu, nimekamata anga, nimekamata bahari, nimekamata nchi, nimekamata kwa damu ya mwanakondoo. Ikamate, iweke chini ya miguu yako, iweke chini ya miguu yako, maana iko chini ya miguu yako, maana iko chini ya miguu yako. Sema nimekamata anga, nimekamata bahari, nimekamata nchi kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nimekamata. Tazama umepatiwa mikono ya chuma, tazama umepatiwa pembe za shaba, tazama umepatiwa kwato za shaba, utakanyaga mataifa mingi. Kamata. Sawa. Naona watu wamekamata. Nataka sasa tuvunje hizo madhabahu kwenye anga. Anza kuzikusanya sasa. Sema nakusanya madhabahu zote za kuchukuliwa nyota, nazikusanya kwenye anga, nazikusanya kwenye bahari, nazikusanya kwenye maji, nazikusanya kwa damu ya mwanakondoo, nazikusanya. Jehu alikusanya wakala wa bahari, akawachinjilia mbali. Alivunja ngome, akavunja madhabahu, akawachinja wale makuhani wa bahari. Sema nakusanya madhabahu yote kwenye anga, nakusanya. Anza kukusanya sasa. Nakusanya. Mimi nakusanya madhabahu kwenye bahari alizofanya baba, nazikusanya. Alizofanya nyanya, nazikusanya. Kwenye anga nakusanya, kwenye mito nakusanya. Madhabahu ya kuibiwa nyota nazikusanya. Nataka leo tuzicompile pamoja. Ukisema unakusanya, zinakusanyika kwenye ulimwengu roho, kwa kuwa wewe uko na uwezo. Wewe ndio sauti ya Bwana hapa duniani, wewe ndio uso wa Bwana hapa duniani. Kusanya kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Na wapatia time kusanya kwenye bahari. Unaweza kuwa kuna madhabahu mengi. Kumbuka Balaam na Balak walitengeneza madhabahu mengi. Kumbuka kuna madhabahu ulivunja ukajengewa madhabahu mapya. Wachawi wanajenga madhabahu mapya. Kusanya. Nazikusanya kwenye bahari, nazikusanya kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. Nazikusanya. Anza kuzifunga sasa. Nazifunga. Funga kila madhabahu. Alafu ukifunga, funga mchawi. Ukifunga, funga mapepo. Funga kila roho. Sema nafunga kila roho ya kuibiwa nyota, nafunga wachawi, nafunga waganga, nafunga anga za giza. Funga. Biblia inasema chochote utakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Na nataka kuna watu wanafunga. Sema nafunga wachawi, nafunga mapepo, nafunga roho ya umaskini, nafunga roho kukosa mke. Funga. Wewe unajua ni shida gani unapitia. Wewe unajua ni shida gani unapitia. Funga hizo roho. Ushafunga madhabahu, umekusanya, umefunga madhabahu. Anza kufunga hizo roho. Zifunge kwa damu ya mwanakondoo. Kuna uwezo wa Mungu. Zifunge kwa damu ya mwanakondoo. Zifunge. Biblia inasema Gabrieli na malaika zake alishinda ule joka na malaika zake. Ule joka katupwa chini, akatoa maji ya moto. Yale maji, ardhi kafunguka ikameza yale maji. Tunataka tuzifunge leo, ardhi itafunguka kwa msaada wa Bwana. Zifunge. Sema nafunga roho ya kushindwa, nafunga roho ya aibu, nafunga kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge. Niko na ufunguo ya kuzimu na mauti.
Niko na ufunguo. Biblia inasema, Yesu anasema, kwa kuwa wana walishiriki damu na nyama, ndivyo alivyo Yesu Kristo, ili kwa njia ya kifo akamshinda yule ibilisi, akamshinda aliye na nguvu ya mauti, yani ibilisi. Yani mauti hayana mamlaka juu yako. Ibilisi ameshindwa, kwa kuwa kwa habari za hukumu amekwisha kuhukumiwa. Yuaja ule mkuu wa ulimwengu, lakini hana lolote na wewe. Anza kuwafunga, endelea kuwafunga. Funga roho ya stagnation, funga all spiritual spouses, wafunge wakuu, wafunge, funga wanawake wa kishetani, funga wanaume wa kishetani, funga watoto wa kishetani, funga kwa damu ya mwanakondoo. Leo nataka tuwafunge matita. Tumewakusanya, tunawafunga bunch after bunch. Unawafunga kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, wafalme wao tutawafunga kwa minyororo na wakuu wao tutawafunga kwa pingu za chuma. Wafunge, wewe usiogope, wafunge kwa damu ya mwanakondoo. Mimi nafunga wangu. Ewe roho ya kichawi, ewe roho ya kupata na kupotea, ewe roho ya hasara, ewe roho ya kuzuia njia, ewe roho ya kuzuia huduma, na kufunga kwa damu ya mwanakondoo. Kumbuka zile roho zina masikio, zinasikia. Ukizifunga, ndio maana ukipiga mapepo, ukiambia toka, mapepo yanatoka, yanasikia sauti ya mwana wa Adamu. Wewe ndi mwana wa Adamu. Ukisema nafunga, mapepo zinafungika kwa damu. Funga. Nataka sasa uchukue position. Tunataka kuachilia radi kwenye ulimwengu roho. Nataka tuachilie radi kwenye ulimwengu roho. Nataka tuachilie mawe kwenye ulimwengu roho. Nataka tuachilie moto wa damu ya mwanakondoo. Ni nani ametoka Bosra? Ni nani ametoka Edom? Mavazi yake yameng'aa, yamejaa damu na si damu yake. Amewaponda kwa ghadhabu, amewavunja kwa hasira. Nataka tuachilie radi sasa. Nataka kama umewafunga, sema nimewafunga. Watu 5 tu. Mimi nikiona watu 3 na tunavuka kwenye step ya kuharibu. Tunavuka kwenye step ya kuharibu. Leo tumewafunga pamoja na madhabahu yao. Tunataka kuamuru ardhi funguke, imeze nguvu zote za giza. Tunataka kuamuru ardhi funguke, imeze ule totem meshako. Nataka tuamuru. Thank you. Anza kuvaa mamlaka. Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Geti, vaa mamlaka. Irene na Munga, vaa mamlaka sasa. Vaa mamlaka. Feli, vaa mamlaka. Michi, vaa mamlaka. Eunice, vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Agnes, vaa mamlaka sasa. Anza kuvaa mamlaka. Vaa mamlaka sasa. Vaa mamlaka. Achilia moto sasa. Sema na achilia moto. Ipasue madhabahu, ivunje wachawi, ipasue roho za kuzimu, ipasue kwa damu ya mwanakondoo. Achilia moto. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa kama wewe na mimi, akaomba kwa bidii, mvua ikasimama muda wa miaka 3.5. Achilia moto kwa damu ya mwanakondoo. Achilia moto, ndivyo atakapojua ya kwamba Bwana amekutuma. Asema na achilia moto kwa ulimwengu. Achia moto, usiogope. Achia moto kwa damu ya mwanakondoo. Achia moto kwa ulimwengu roho. Achia moto, achia radi, achia ngurumo za radi. Kiti cha enzi cha Bwana ni cha hukumu. Hukumu yake ni ya kweli na haki, na kuna ngurumo za radi. Achia ngurumo za radi. Achia mawe kama Yoshua. Achia radi kama Samueli. Achia moto wa Sodom na Gomora. Achia moto kwa damu ya mwanakondoo. Achia. Usiogope. Sema na achia moto, iteketeze madhabahu. Na achia moto, ipige ule mchawi. Iteketeze all spiritual spouses. Anakuteketeza kwa damu ya mwanakondoo. I burn you by the blood of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, achia. Mimi wangu naona wanaungua, naona wanashuka pande za mwisho za kuzimu. Achia moto kwenye ulimwengu roho. Asante Michi, naona unaachia moto. Achilia radi, achia moto, achia mawe katika jina la Yesu. Unayaweza yote kupitia Kristo akutie nguvu. Unayaweza yote. Leo Bwana ameandaa meza mbele ya watesi wako. Bwana ameandaa meza. Achilia moto. Is capable of blessing you abundantly, exceedingly, according to his powers working within you. Hizo powers ziko ndani yako. Achia moto sasa kwenye ulimwengu roho. Vita zetu ni kwenye ulimwengu roho. Na silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukiangusha mawazo na chochote kilichojinua juu ya mawazo ya Bwana. Tukiteka nyara fikra, tukizileta kwenye uongozi wa Kristo. Sisi leo ndio masihi wa Bwana. Achia moto, achia radi, na pasua hayo madhabahu. Na vunja kwa moto wa damu ya mwanakondoo. Na pasua wachawi katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Mungu le. Achia moto. Yule aketie juu akacheka, ndipo Bwana akafadhaisha kwa ghadhabu, akasema nao kwa hasira. Sema nao kwa hasira. Wewe ndio mwana Adamu. Dirika kwa damu. Vunja hicho kiti. Pahali akapo sema. I want people to repeat after me. Pahali akapo shetani kwenye maisha yangu, pahali akapo shetani kwenye ndoa yangu, pahali akapo shetani kwenye biashara yangu, pahali akapo shetani kwenye maisha yangu, pahali akapo na akifuata
kifuata hicho kiti cha enzi, na kifuata hicho kiti cha enzi ambayo ndio madhabahu, na kifuata hicho kiti cha enzi ambayo ndio wachawi wanapatana pale, na kifuata hicho kiti cha enzi ambayo ndio waganga wanaiba nyota, na kifuata hicho kiti cha enzi ambayo ndio wanatengeneza vifungo, na pasua na kibingirisha chini, na achia moto pasue hiyo madhabahu ya giza, pasua kwa damu ya moto, pasua katika jina la Yesu Kristo. Pasua sasa, anza kupasua, haribu, bomoa paka misingini, bomoa paka misingini, bomoa paka misingini, bomoa. Amekuja kwa njia moja, leo atakimbia kwa njia 7. Amekuja kwa njia moja, atakimbia kwa njia 7. Ametengeneza shimo, leo ataingia kwenye shimo. Amerusha nyavu, leo nyavu itampata, kwa kuwa aliyekuzunguka naye fanya nini? Amezungukwa. Bomoa hicho kiti cha enzi, bomoa hicho kiti cha enzi kiletayo magonjwa, bomoa hicho kiti cha enzi wanaiba nyota hapo, bomoa. Pale akapo shetani kwenye maisha yangu, pale akapo shetani amejenga madhabahu, na pasua. Amejenga madhabahu na iharibu, amejenga madhabahu na ifyeka, na teketeza waganga, na teketeza wachawi, na teketeza kwa damu mwana kondoo. Hakuna uganga juu yangu, hakuna uchawi juu yangu. Mimi ndio Israeli wa leo. Hakuna uganga juu yangu, hakuna uchawi juu yangu. Repeat, hakuna uganga juu yako, hakuna uchawi juu yako, hakuna kuibiwa nyota, hakuna kuibiwa mali, hakuna kuvunjiwa ndoa, hakuna kwa damu mwana kondoo. Pasua kwa damu, pasua hicho kiti cha enzi, pasua. Neno la Mungu ni nyundo inayovunja ngome vipande. Hiyo ngome ndio madhabahu. Wamejenga madhabahu wa kuibia nyota, ipasue vipande, itengeneze hiyo madhabahu, ivunje vipande, iharibu, ikuwe kama chungu cha mfinyanzi. Waponde kwa fimbo ya shaba, wavunje kwa pembe ya chuma, wakanyage kwa kwato za shaba, wakanyage kwa damu mwana kondoo. Mikono yako imepatiwa nguvu hata kuvunja pinde za adui. Kumbuka imeandikwa, zile panga zao, zile upinde zao zitatumika kuwadunga nao mioyo, na ile mishale yao itafanya nini? Itavunjwa. Vunja hicho kiti cha enzi, pasua hayo madhabahu, haribu madhabahu, haribu mchawi, haribu mganga, haribu aliyeiba nyota, mharibu all spiritual spells. Pasua na silaha zake, spiritual spells wakusanye, pasua na silaha zao, na makaratasi zao, na majeneza zao, na masanduku zao, na maagano yao, na viapo zao. Haribu kwa damu mwana kondoo. Wewe ndio masihi wa Bwana, umeletwa kuvunja, umeletwa kuharibu, umeletwa kuteketeza, kupanda na kujenga. Kila pando leo tunaling'oa. Haribu kwa damu mwana kondoo. Na wapatia time sasa, kila moja haribu kwa muda wako. Haribu, vunja, haribu, teketeza, vunja, haribu, teketeza, vunja, haribu, vunja kwa damu mwana kondoo. Ukisema amen, inakuwa vile vile ulivyosema wewe. Wewe ndio silaha na rungu, wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Wewe ndio chombo kipya kikali cha kufikisha vilima. Utaporia milima, zitakuwa kama makapi. Wakuliwa ataliwa, adui zako atafungwa. Aliyekuja kukuwinda na yatawinda, aliyekuja kutengeneza madhabahu na yatapasuliwa juu ya hayo madhabahu. Ameyatengeneza kwa muda mrefu, amekuwinda kwa muda mrefu, atavunjika kwa hizo kafara zake, atapasuka kwa hiyo maagano yake. Pasua, usiogope. Pasua. Aliye mnyonge amepata nguvu. Naona watu wamepata nguvu, naona watu wamesimama, watu wamekataa kuonewa, watu wamekataa katika jina la Yesu. Pasua, haribu, pasua. Madhabahu ya ukoo vunjika, madhabahu ya kuibia nyota pasuka, madhabahu ya adui pasuka. Amaleko ameshangu vunjika. Imeandikwa pembe za Moabu zitavunjwa. Vunja hizo pembe, ndio nguvu zao. Pasua kwa damu mwana kondoo. Haribu njia zao, vunja nguvu zao. Achia moto kutoka juu, achia moto wenye akili, moto wenye uweza, moto wa damu mwana kondoo. Maana adui yako chini ya miguu yako, unamtenda vile wewe unataka. Unamtenda vipi? Vile wewe unamtaka. Ukitaka umsage, ukitaka umvunje, ukitaka umpasue, wewe amua tu. I don't know about your ways, but wewe amua. Kama unataka umpingirishe chini, ni shauri yako. Kama unataka umvunje, ako chini ya miguu yako. Ako chini ya wapi? Ya miguu yako. Today we're going to make nini? Kitu inaitwa public spectacle. Leo wanaenda kuaibika hadharani. Leo wanaenda kuaibika wapi? Hadharani. We are going to shame them. We are going to shame them by the blood of Jesus. Na uwezo wa Mungu le hai. Wanaenda kuaibika, wanaenda kufadhaika, wanasema ni nani huyu amesimama? Ni nani mtoto wa Bwana? Sema Bwana ni Bwana wa vita. Bwana ako ndani yangu. Akiuliza ni nani? Sema Bwana ni Bwana wa vita. Jina lake ni Yehova, na Bwana ako ndani yangu, na Bwana ndio mtumishi wangu, na Bwana ndio taa ya miguu yangu, na Bwana
ndio mwanga wa njia zangu. Nimwogope nani? Nimwogope nani? Pasua hayo madhabahu, pasua. Kama Bwana kwa pamoja nawe, umwogope nani? Vunja, maana Bwana ako ndani yako. Pasua, pasua, vunja, vunja, vunja mtoto wa Bwana, vunja masihi wa Bwana. Hakuna wezaye kumnyoshea mkono masihi wa Bwana. Wamekunyoshea kwa magonjwa, vunja huo mkono. Biblia inasema hii ndio tauni ni magonjwa. Haya ndio maradhi ambayo atawapata waliofanya hasira juu ya Israeli. Mili zao zitaoza wangali wamesimama. Yani mwili wa mtu unaoza kama amesimama. Macho yake yanaoza yakiwa kwenye tundu. Auaye kwa upanga atakufa kwa upanga, kwa damu ya mwanakondoo. Auaye kwa uganga atakufa kwa uganga. Pasua hicho kiti cha enzi. Pasua, 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 usiogope. Pasua. Jeshi limejipanga, lakini Bwana kwa ndani yako. Amekuja Goliathi wa Gath, lakini Goliathi na ukubwa wake tunamtairi, tunamvunja kwa damu ya mwanakondoo. Mfilisti asiyetairiwa amesimama mbele yako. Amekujia kwa uganga, unamjia kwa jina la Bwana. Amekujia kwa uchawi, unamjia kwa jina la Bwana. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Pasua, pasua. Nataka sasa, umepasua, umeharibu, umevunja. Pasua, 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 pasua. Nataka sasa turudishe nyota zetu, turudishe mikono yetu, turudishe akili zetu. Nataka turudishe chochote kilichoibiwa kikapelekwa kuzimu, leo kinarudi. Chochote kilichoibiwa kwa kujua ama ulikuwa ujui, leo kitarudi kwa damu ya mwanakondoo. Tunaenda kuamuru anga ipasuke. Tunaenda kuamuru kuzimu waangamie chini, waende pande za mwisho za kuzimu, walete. Mwizi akishikwa analeta mara 7. Ndipo Bwana akageuza mateka wa Ayubu, akambariki mara 2 zaidi, na ng'ombe mara 2 zaidi, na punda mara 2 zaidi, na ngamia mara 2 zaidi, na kila kitu mara 2 zaidi. Ndipo Bwana geuza umateka wa Ayubu. Watu hawa ni watu waliibiwa na kutekwa, wamenasa kwenye magereza, wamewekwa kwenye mashimo, wamekuwa mawindo na hakuna aitaye wala hakuna okoaye. Leo sisi tunaenda kuziita, leo sisi tunaenda kuzifuata. Kuna njia 3 hivi ndio wafundisha za kuchukua nyota, unaweza kuzifuata. Maana Biblia inasema ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Leo tukisema tunaenda, tutazienda, tutafuata kama Daudi, tutazirudisha. Tukituma neno, ilo neno la Bwana litaenda. Neno la Bwana lina mikono, neno la Bwana lina akili, neno la Bwana ni moto ulao, neno la Bwana ni nyundo. Hiyo nyundo tutalituma, litawapasua pasua, litaleta mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Njia nyingine tutaenda kutumia malaika. Tunaenda kutumia njia 3 leo. Tunaenda kutumia njia 3, njia 3 za kikamili, njia 3 za nguvu, njia 3 za kutambulika, njia 3 za ufanisi, njia 3 karibu wafula, njia 3 za kushinda adui. Maana Biblia inasema tusikose kuzijua hila zao. Tuvaa silaha za Bwana, tumevaa diri, tumevaa chepeo la wokovu, tumetoa upanga, tumevaa mkanda. Leo tunaenda kuwafuata kwa damu ya mwanakondoo. Nataka watu sasa waanze kuvaa mamlaka. Nataka tumie njia ya kwanza. Nataka kwanza tuwafate, tuwapige. Tushawafuata, nataka tufuate, tuchukue kwa damu ya mwanakondoo. Na uwezo wa Mungu leo. Vaa mamlaka sasa, kila moja avae mamlaka. Kila moja at your time. Nataka uvae mamlaka, nataka uvae mamlaka. Tunaenda kugeuka, tunakuwa miale ya moto. Tunafuata nyota zetu. Sema nafuata nyota yangu, naifuata kwenye bahari, naichukua, nairudisha. Naifuata kwenye mashimo, naichukua, nairudisha. 3 minutes tunataka kufuata, tuchukue, turudishe. 3 minutes. Kila moja vaa mamlaka, vaa mamlaka, vaa mamlaka. Uwafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miale ya moto. Mungu ametupatia nguvu kama tai. Ametupatia nguvu, tunapaa kama tai. Leo tumepatiwa nguvu na uweza kwa damu ya mwanakondoo. Haya, vaa mamlaka sasa, vaa mamlaka. Sema naifuata nyota yangu kwenye bahari, naifuata nyota yangu kwenye shimo, naifuata, naichukua katika jina la Yesu Kristo. Naifuata nyota yako sasa. Fuata, chukua. Daudi alifuata, akawapata, akawapiga, akarudisha. Naifuata nyota yangu, naifuata baraka yangu, naifuata ndoa yangu, naifuata biashara yangu, naifuata mikono yangu, nafuata akili yangu, nafuata uweza wangu, nafuata nyota yangu. Fuata kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Umepatiwa mamlaka, tumia hayo mamlaka, tumia hayo mamlaka. Fuata ndoa yako imeharibiwa ikapelekwa kuzimu. Kazi yako imeharibiwa ikapelekwa kuzimu. Mtaji wako umeharibiwa ukapelekwa kuzimu. Ifuate, dakika 2 tuifuate. Naifuata nyota yangu ya akili, naifuata ndoa yangu, nafuata biashara yangu, nafuata huduma yangu. Aliyechukua na kupasua nairudisha kwa damu ya mwanakondoo. Maana Bwana amenipatia nguvu. Niko na mamlaka kanyaga mwana simba, niko na mamlaka ya kukanyaga mwana nyoka.
Imeandikwa ataamuru malaika zake waninue nisijikwae. Naifuata kwa damu ya mwanakondoo. Bwana ni Bwana wa vita. Naifuata katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Fuata, chukua. Usiogope. Hilo jeshi umeshalifunga. Kuzimu umewafunga. Wewe ni kuchukua. Wewe ni kuchukua kwa damu. Chukua kwa damu ya mwanakondoo. Kuna wanajeshi walichukua nyara kwa muda wa siku 4. Walikuwa wanajeshi wa Jehoshafati. Walipiga majeshi wakachukua nyara kwa muda wa siku 4 walichukua nyara. Imeandikwa zile silaha zao, yani kigao na ngao, zitatumika kama kuni kwa muda wa miaka 7. Umewafunga, chukua. Si umewafunga? Chukua, usiogope. Si umewafunga? Umevunja madhabahu. Ni nini unaongojea? Chukua vitu zako. Chukua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Chukua. Rudisha. Sema mwizi anapokamatwa anarudisha mara 7. Tunaingia kwa njia ya pili leo, kulituma neno. Tunalituma neno la uponyaji. Tunalituma neno maana tumechoka kufanya kazi ya kuchosha usiku mzima. Leo kwa neno lake nyota zinarudi, kwa neno lake akili inarudi, kwa neno lake njia inapatikana, kwa neno lake msaada unapatikana. Mungu ndio msaada wetu, Mungu ndio taa ya miguu yetu, na sisi ndio chumvi ya ulimwengu, na sisi ndio mwanga na taa ya ulimwengu. Leo kwa neno lake, kwa damu ya mwanakondoo, nataka sasa tulitume neno kwa neno lake. Tumechoka. Mimi Alex nimechoka kufanya kazi ya kuchosha usiku mzima. Sijui about you, we kama bado hujachoka, I don't know about you, but me Alex nimechoka kufanya kazi. Leo sitaacha adui na nyota yangu, sitomwacha mganga na nyota yangu. Nalituma neno. Sema nalituma neno la uponyaji likusanye vitu zangu. Nalituma neno kwa damu ya mwanakondoo. Neno la Mungu ni moto lao. Nalituma neno lilete mara 7. Litume neno. Sema leta mara 7. Sema njoo kwa damu ya mwanakondoo. Nalituma neno. Neno la Bwana ni sawa na neno lako. Nalituma neno. Sema njoo. Kila mtu njoo. Nyota ya akili njoo. Nyota ya macho njoo. Nyota ya mtaji njoo. Njoo kwa damu ya mwanakondoo. Sema njoo katika jina la Yesu Kristo. Mbona sioni watu wakisema njoo? Mbona sioni? Rudisha nyota. Sema njoo. Nyota yangu njoo. Ndoa yangu njoo. Akili yangu njoo. Mtaji wangu njoo. Biashara njoo. Huduma njoo. Kanisa njoo kwa damu ya mwanakondoo. Sema njoo. Anza ukisema njoo ni neno nalituma. Sema njoo kwa damu ya mwanakondoo. Njoo kwa damu ya Yesu. Njoo kwa damu ya mwanakondoo. Njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa jina la Yesu. Utuma malaika zake ufanya matuo kuwalinda wale wamchao. Njoo katika jina la Yesu. Njoo. Nyota njoo. Alikuja kuiba biashara, leo tunaichukua. Leta mara 7. Anza kumwamuru alete mara 7. Anza kuamuru alete mara 7. Anza kuamuru alete. Sema leta mara 7. Njoo. Mwizi amekamatwa leo, ameiba nyota, amekufunga. Leo analeta mara 7. Sema leta mara 7. Sema njoo kwa damu ya mwanakondoo. Njoo kwa damu ya Yesu. Njoo kwa damu ya mwanakondoo. Akili njoo. Watu hao ni watu walibiwa. Kuna watu wameko kwenye magereza. Sema njoo kwa damu ya mwanakondoo. Leta akili mara 7. Leta nyota mara 7. Leta mtaji mara 7. Mali ya gizani nimepewa. Miisho ulimwengu nimepewa. Unangoja nini? Mataifa yameamuru yalete maziwa. Sema leta mara 7. Njoo kwa damu ya mwanakondoo. Naona vitu zangu zinarudi, hakuna atakayesimama. Naona akili narudi. Sema njoo kwa damu ya mwanakondoo. Kila moja nataka unapatia dakika 2 ama 3. Kila moja anza kurudisha vitu zake. Narudisha zangu, narudisha nyota yangu, narudisha akili yangu. Njoo kwa damu ya mwanakondoo. Na kuapisha we joka, achia. Na kuapisha we nyanya, achia. Navunja magano yako. Leta mara 7. Aliyetumia nyota yangu, leta mara 7. Aliyetumia akili yangu, leta mara 7. Ewe anti mchawi na kufyeka. Ewe mama mchawi na kupasua. Ewe mchawi pasua. Ewe mchawi uliye Ulaya na kufyeka. Ewe mchawi uliye German unatumia akili yangu na kufyeka. Ewe mchawi uliyetengeneza madhabahu ukatoa kafara mingi na kupasua. Leta mara 7 na kufika ile kundi la wachawi 3 wanaoishi Ulaya, na wafika ile kundi la mchawi anayefunga leso usiku na kupasua. Leta mara 7. Ewe mchawi iliyekuwa na usiku, leta mara 7 kwa damu ya mwanakondoo. Ewe mchawi uliyeleta giza kwenye maisha yangu na kufika, leta mara 7. Ewe mchawi uliyetengeneza mafundo na kufika, leta mara 7. Leta kwa damu ya mwanakondoo na kuapisha katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai.
kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Mchawi yoyote aliyeshika kitu cha mtu huyu, mchawi yoyote aliyeshika aliyeshika ndoa yake, aliyeshika biashara yake, mganga, mchawi na mafundo yako na masanduku zako na silaha zako, na kufika na kupasua na kuapisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha mali ya Rapture, rudisha mali ya Eunice, rudisha mali ya Nina, rudisha kila chochote kilichochukuliwa kwenye migoro, rudisha kwa damu ya mwanakondoo na kuapisha katika jina la Yesu Kristo na uwezo mle. Ewe mganga uliyesimama mbele yake na kufika, mwachie apate biashara, mwachie apate mali, mwachie aolewe, mwachie. Inukeni enyi malango ya milele walioshika ndoa, na kupika na kufika na kupasua aliyetengeneza madhabahu pale akapo shetani kwenye maisha yao, pale akapo shetani anakula biashara kutokea pale na kufuata. Imeandikwa zile silaha zao zitavunjwa, imeandikwa zile kiti chao kitapasuliwa na ile magano yao yatavunjwa. Navunja magano yote ya giza na pasua aliyekaa mbele yake, pasuka aliyeleta giza juu ya maisha yake na kufika na pasua kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa naishi na Bwana atavunjwa kutoka mbinguni. Bwana ataachilia radi, na achilia radi kwenye mengoro, na achilia mawe na kupasua na kuvunja mikono yako milegevu. Umeinua kumshika ndoa, umeinua kushika biashara, umeinua kushika ndoa, umeinua kumshika masiwa Bwana, na kuvunja na kupasua na haribu ngome zako na kupasua kuanzia leo na sasa, na kutafuna kwa meno ya shaba. Imeandikwa kuliwa ataliwa, imeandikwa adui zake atafungwa na kufunga kwa pingu za chuma, na kufunga adui wa maisha yake, na kufunga adui aliyemfunga asipate kazi, na kufunga all spiritual spouse, wanawake wa kishetani. Na vunja ndoa za giza aliyesimama mbele yake, na vunja watoto wa kishetani, na pasua magereza yao, na pasua silaha zao, na pasua maagano, na pasua makaratasi, na pasua pete za kichawi, na zifyeka watoto wa kichawi, na kipasua mwachie kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa, tazama jambo jipya limechipuka, njia imepatikana kwenye jangwa, maji yamepatikana, anayezuia na kuapisha kwa damu ya mwanakondoo. Ardhi funguke, na amuru ardhi funguke na kumeza kwenye ardhi, na amuru ardhi ifunguke ikumeze na kushusha pande za mwisho za kuzimu. Bibi mchawi aliyetengeneza madhabahu ya giza, ewe nyanya mchawi wa ukoo, na kufyeka aliyeshika njia zake na kupasua aliyeshika akili yake na kuvunja aliyeshika akili yake na kupasua anayemzuia asisonge na kuvunja. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Namuona narudisha huyo, namuona amepasuka, namuona natayarika. Anza kuwafadhaisha, sema na kufadhaisha adui wa maisha yangu, na kufadhaisha ewe nyanya aliyekuja kuiba nyota, na kufadhaisha anayeshindana nawe, anatayarika na kuaibika. Vaa kigao na ngao wapasue, vaa kigao na ngao wapasue, vaa kigao na ngao wapasue, wavunje, waeke kwenye njia ya utelezi, wapasue, waeke kwenye njia ya utelezi iliyojaa giza, waeke kwenye njia ya utelezi. Leo wataibika na kutayarika. Naangusha waganga 1000 upande wa kulia, naangusha 10,000 upande wa kushoto. Waganga wachawi, wasoma nyota, aliyeshika mali ya Njeri, aliyeshika mali ya Lucy, aliyeshika mali ya Florence, aliyeshika mali ya Ana, aliyeshika mali ya JD na kuapisha, aliyeshika nyota yake, aliyemfunga na kupasua na kuvunja na kupiga na tauni iliyopiga Wanaisraeli, na kupiga na tauni iliyopiga waliofanya hasira juu yao, na kufyeka na kupasua. Leo utaibika, leo utaangamia. Leo katika silaha zako na kuvunja na silaha zako umejenga shimo, leo na kuingiza ndani. Umetengeneza madhabahu ya giza, leo na kunasa kwa ubora. Na pasua akili yako, na pasua njia zako, na pasua. Maana watu hawa si watu wa kuibiwa, maana watu hawa ni watu waliobarikiwa, maana watu hawa ni watesi, ni masiwa Bwana, maana watu hawa ni rungu na silaha za Bwana. Leo naamuru kuanzia leo, achia biashara yao. Naamuru kuanzia leo, ewe joka, achia ndoa zao. Naamuru kuanzia leo, achia biashara yao, achia mikono yao. Pasua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Katika jina la Yesu Kristo, kila pando ambalo Mungu jalipanda juu ya maisha yao, juu ya maisha ya Njeri, juu ya maisha ya mtoto huyu, juu ya maisha ya msichana huyu, juu ya maisha ya mwanaume huyu, juu ya maisha ya mtoto huyu, leo nakipasua na king'oa kwenye mizizi. Ilo pando la magonjwa, pando la aibu, naling'oa kwenye mizizi. Maana shoka liko tayari, naling'oa kwenye mizizi, naling'oa katika jina la Yesu Kristo. Leo naandaa meza mbele ya watesi wake, naandaa meza ya ushindi, naandaa meza kwa damu, meza kutoshindwa, naiandaa kwa damu ya mwanakondoo. Pasuka aliyeshika biashara kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo hai.
Nataka sasa tuweke ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuweke ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Naona vitu zimeng'olewa, naona vitu zimeondolewa, naona vitu kwenye ulimwengu roho zimevunjika, naona watu wametayarika, naona aliyekaa njia panda amepasuka pasuka, aliyekuja kule biashara amevunjika vunjika, aliyekuja kula ndoa naona anatayarika na kuaibika, aliyekuja kushindana nawe namuona vile anatayarika na kuaibika, anakuwa sio kitu tena, maana wewe ni chombo kipya kikali, unasaga milima, umegeuka, umekuwa miali ya moto, umegeuka kama shomoro kwenye kutangatanga kwake na mbayuwayo kwenye kurukaruka kwake. Laana isiyokuwa na msingi haitokupata. Ametupa laana za kichawi lakini haitokupata. Ametupa laana usiolewe lakini haitokupata. Ametupa laana eti usipate mume, ametupa laana eti usipate biashara, ametupa laana ya kichawi, ametengeneza madhabahu eti usipate biashara. Karibu Cindy, karibu Cynthia. Ametupa laana eti usipate mume, ametupa laana usifungwe. Pasua, naona anapasuka, namuona ametayarika, namuona ameingia pande za mwisho za kuzimu, amejificha, amejifanya mwanajeshi wa ai, lakini tumeachilia mawe kwenye ulimwengu roho, amesagika vipande vipande. Usimfunge ng'ombe mdomo anaposaga nafaka. Leo tumewasaga, leo tumewapasua, leo tumewaangamiza, leo tumewavunja, maana wafanya malaika zake kama moto na watumishi wake kama upepo. Leo wameangamia, hakuna kushikwa tena, hakuna kuzuiwa tena. Anayezuia njia pasuka, anayezuia mtaji vunjika, anayeleta magonjwa ametayarika na kuaibika, na irudisha back to the sender. Amekuja ameleta magonjwa back to the sender. All arrows shot from the waters back to the sender. Magonjwa yakitengenezwa kuzimu nazirudisha kuzimu, nazirudisha kwa aliyetuma. Magonjwa kutengenezwa mashetani aliyotuma na ziamuru katika jina la Yesu zirudi kwa aliyemtuma, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Hakuna litakalompata Lisa, hakuna litakalompata Eunice, hakuna litakalompata Cynthia, hakuna litakalompata Feti, hakuna litakalompata Rapture, hakuna litakalompata Shuplag, hakuna kitakalompata Michi kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Hakuna kitakacho wapata katika jina la Yesu Kristo. Nakataa majina yao yasitajwe kuzimu, nakataa majina yao yasitajwe kuzimu, nakataa kwa damu ya mwanakondoo. Na pasua ile wingu la giza na lifyeka. Anayemwandama Nina na mpasua, anayemwandama JD na mfyeka, anayemwandama Wairimu na mpasua, anayemwandama watu hawa na wafyeka kwa damu ya mwanakondoo. Kila silaha iliyotungwa kutoka kuzimu inaaibika na kutayarika. Navunja roho za magonjwa, navunja. Anayemwandama Joseph na kupasua, anayemwandama Elsa na kuvunja, anayemwandama Lois na kufyeka, anayemwandama kadamu ya mwanakondoo. Pasuka kwa damu ya mwanakondoo, maana yeye ni chombo kipya kikali chenye meno. Yeye ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na milango ya kuzimu haitomfikia yeye. Milango ya magonjwa haitomfikia Kate, milango ya magonjwa haitonifikia mimi, milango ya magonjwa, milango ya aibu haitomfikia kwa damu ya mwanakondoo. Na wakamata na wafunga waganga wachawi, na wakamata na wafunga na wafyeka kwa moto lao, na wapasua na wavunja kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Leo nataka sasa tuanze kuweka ulinzi wa damu ya Yesu. Nataka sasa tuitishe malaika wa ulinzi. Vitu zetu zimerudi, nyota zimerudi, kila kitu kimerudi. Naona mtaji umerudi, naona njia imefunguka, naona kamba zimekatika kwa damu ya mwanakondoo. Maana anafufua wafu, anaweza kusema mambo yajayo ni kama yamekwisha kuweko. Na sisi pia ndo wana wa Mungu, mambo yajayo tunayasema ni kama yamekwisha kuweko. Tunasema nyota imerudi, nyota ya akili njoo, nyota ya macho njoo. Naona nyota imerudi, naona kila kitu kimerudi, naona kila kitu. Na Mungu anakiti kwenye kiti chake cha enzi, anafurahi, maana hapo ndo ana control vitu kutokea pale, ana control maisha yetu kutokea pale. Ametupa sisi nguvu, ametupa sisi mamlaka, ametupa kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuvae mamlaka, tuweke ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Nataka kila mmoja, naona nyota zimerudi, nataka kila mmoja aeke ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Maana wale wachawi, waganga, waiba nyota wametayarika na kuaibika. Anayeshindana nawe ameaibika na kutayarika, ameweka kwenye njia ya utelezi. Akiamka anaanguka, akiamka anaanguka, na akianguka amki tena kwa damu ya mwanakondoo. Naona ameshuka pande za mwisho za kuzimu, naona ameshushwa kwa damu ya mwanakondoo. Naona ardhi imefunguka, imevunja madhabahu, imemezwa nayo haitaonekana tena. Imevunja kamba za kichawi, imemezwa nayo haitaonekana tena kwa damu ya mwanakondoo. Moto kutoka juu
moto kutoka juu imeteketeza. Biblia inasema atakuwa kama kinyesi kwenye uso wa nchi. Naona amekuwa kama kinyesi. Anayemjua atasema ni nani aliyeroga sana. Anayemjua atasema ni nani ule mchawi aliyepamba sana na madhabahu ya giza. Ni nani aliyeroga sana, aliyefunga watu sana, aliyetuma mapepo sana. Ni nani leo amekuwa kama kinyesi kwenye nchi, amekuwa kama kinyesi kwenye uso ya nchi. Na wageuza wanakuwa kama kinyesi. Ule mganga na mgeuza sawa sawa na maneno yake atakufa, sawa sawa na magonjwa yake yatampata yeye, sawa sawa na vifungo zake zitamfunga yeye, sawa sawa na mashimo yake ataingia yeye. Sisi wana wa Mungu tunatembea, sisi ni majasiri kama simba, na wao wanakimbia pasipo kukimbizwa. Sisi ni majasiri kama simba, tuna nyota zetu, tuna akili zetu, tumeachiwa mamlaka na nguvu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Tumebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Nataka sasa tuvae mamlaka, tuitishe ulinzi wa damu ya Yesu, tuitishe ulinzi wa malaika wa Bwana, tuitishe ulinzi. Wewe ni jeshi, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa, wewe ndio Benaya, wewe ndio Gideoni wa leo, wewe ndio Daudi wa leo, wewe ndio Solomoni wa leo, wewe ndio ulimpiga ule simba, wewe ndio Samson wa leo, wewe ndio nguvu za Mungu ziko ndani yako. Nataka sasa tuvae mamlaka, tuanze kuitisha ulinzi kila moja. Nataka nione watu wasema navaa mamlaka, navaa mamlaka. Philip na kuona sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu ile. Naitisha ulinzi wa damu ya Yesu, naitisha ulinzi wa damu ya mwanakondoo, zote zilizorudi naziwekea ulinzi wa damu ya mwanakondoo, naziwekea ukingo wa moto. Anza kuwekea ukuta wa shaba, anza kuweka ukingo wa moto kwa maisha yako. Naeka ulinzi kwa ndoa yangu, naeka ulinzi kwa nyota yangu, naeka ulinzi kwa hatima yangu, naeka ulinzi kwa kila kitu changu, naeka ulinzi. Vaa mamlaka, eka ulinzi. Vaa mamlaka, eka ukingo wa moto. Vaa mamlaka, maana Biblia inasema Mungu amekuzingira kwa moto, hakuna atakaye kugusa. Mungu amekuzingira kama vile ukuta ulivyozunguka Sayuni, ndivyo Mungu alivyokuzunguka. Aliweka malaika zake wakulinde. Malaika wa Mungu wamefanya matuo, wanakulinda wewe. Amuru malaika wakulinde. Amuru ukuta wa shaba ujenge ndoa yako, ujenge biashara yako. Anza kuitisha ulinzi. Sema naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye maisha yangu, naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye biashara yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye huduma yangu, kwenye future yangu. Naweka ulinzi kwa watoto wangu wa damu ya mwanakondoo. Naweka ulinzi kwa mke wangu wa damu ya mwanakondoo. Eka ulinzi kila moja. Nataka kila moja aweke ulinzi. Nataka kila moja wenu aweke ulinzi. Kila moja wenu aweke ulinzi kwa damu ya mwanakondoo. Thank you Jesus. Eka ulinzi, eka ulinzi, eka ulinzi. Naona watu wanaeka ulinzi. Naona nyota imerudi, naona akili imerudi. Eka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Kila moja 1 minute eka ulinzi, alafu nitapigilia huo msumari kwa damu ya mwanakondoo. Eka ulinzi, eka ulinzi, eka ulinzi. JD na kuona umeka ulinzi. Sami na kuona naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Sami na kuona naeka ulinzi, na kuona Nina naona umeka ulinzi. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka. Imeandikwa umenifanya kuwa kuhani juu ya mataifa, nivunje, niharibu, nipande na nijenge. Leo napanda ulinzi katika mmoja wao. Napanda ulinzi kwenye maisha yao. Napanda ulinzi kwenye maisha ya Maria. Napanda ulinzi kwenye maisha ya Sami. Napanda ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Maana walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zelbabeli. Mimi ndio Zelbabeli wa leo. Naeka ulinzi wa moto. Hakuna atakayegusa ndoa, hakuna atakayemgusa Lucy, hakuna atakayemgusa Florence, hakuna atakayemgusa Rapture kwa damu ya mwanakondoo. Hakuna atakayemgusa JD, hakuna atakayemgusa Nina, hakuna atakayemgusa Maria, hakuna atakayemgusa. Naitisha ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Maana malaika wa Mungu fanya matuo kwa mlinda wale wa mchao. Naeka ulinzi wa moto. Naeka ulinzi, maana imeandikwa Mungu umetuzingira kwa ukingo. Naeka ulinzi, naeka ulinzi, naeka ulinzi wa moto. Nyota yake haitaguswa, biashara yake haitaguswa, ndoa yake haitaguswa. Naeka ulinzi. All spiritual spouse na wafyeka na wapasua. Mmekuja kumwandama na pasua madhabahu ya giza, na pasua akili za kichawi na zipasua, maneno ya kiganga na zifyeka. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Anayekusudia kujenga madhabahu kesho na kuvunja, anayejaribu kujenga madhabahu juu ya watoto hawa, juu ya mwanamke huyu, juu ya mtoto huyu, juu ya kijana huyu, na kufyeka. Anayetaka kujenga madhabahu na kutangulia na kukamata na mawazo yako ya kichawi na yafyeka. Maana nimepatiwa mamlaka ya kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Pasuka, vunjika. Naeka ukuta wa moto kwenye maisha yangu. Naeka ukuta wa moto kwenye maisha yake. Naeka ukuta wa moto kwenye maisha ya Ana. Naeka ukuta wa moto kwenye maisha ya Nina. Naeka ukuta wa moto, naeka ukuta wa shaba. Maana Baba, imeandikwa umenipatia kwato za chuma. Nitapiga mataifa mengi, napiga mataifa ya magonjwa, napiga kwa damu ya mwanakondoo. Nikiweka ulinzi wa damu ya Yesu. Anayeshindana nami na kusaga, anayeshindana na yeye na kutafuna kwa meno ya shaba, na kufyeka na
kupasua na kuvunja, nikiweka ulinzi wa moto, maana sisi ni chombo kipya kikali chenye meno. Sisi ndio mwamba ambaye hekalu la Bwana limejengwa, na milango ya kuzimu haitonifikia mimi, haitomfikia Lucy, haitomfikia Eunice, haitomfikia Lois, haitamfikia Ana, haitofikia kwa damu ya mwanako. Enyi malango ya kuzimu, hamtotufikia sisi, maana tumewapasua. Enyi milango ya kuiba nyota, hamtotufikia sisi, maana sisi ni wana wa Mungu. Enyi milango ya kuzimu, inukeni wafalme wa utukufu, tupate kuingia. Mmekula biashara sana, mmeiba nyota sana, leo nimeweka ulinzi. Malango ya kuzimu na wafyeka, malango ya magonjwa na kupasua, nikiweka ulinzi wa moto, nikiweka ulinzi wa chuma, nikiweka ulinzi wa shaba. Hakuna atakaye zuia. Natakasisha vyote vilivyorudi na vitakasa, kwa kuwa kila kitu takaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Na vitakasa vyote, nikiamuru hiyo anga ipasuke. Na mjua mtu mmoja katika Kristo, ilipopita miaka 14 iliyopita, alipasua paka wingu la tatu, kimwili sijui, kiroho sijui. Hayo ni maneno ya Paulo. Nami namjua mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo, ambaye ndio taa ya miguu yetu, ambaye ndio mwanga wa jina letu. Yuko pamoja nasi, amesikia tumeweka ulinzi, amesikia maneno yetu ni maneno yake, maneno yetu tumeweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Na hakuna atakayegusa biashara kuanzia leo, hakuna atakayegusa ndoa yako kuanzia leo, hakuna atakayegusa ndoa yako kuanzia leo. Na kiri, maana kwa kinywa chetu tutakiri na kwa mioyo yetu tutaamini. Hakuna atakayegusa ndoa yako kwa damu ya mwanakondoo. Florence, hakuna atakayekugusa. Wanjoy, Kate, na waona hakuna. Alisa, hakuna atakayegusa. Irene, hakuna atakayegusa. Daughter of Grace, hakuna atakayekugusa. Child of Gold, na kuona hakuna atakayekugusa kwa damu ya mwanakondoo, maana sisi ni wana wa Mungu na sisi ni wapako mafuta wa Bwana katika jina la Yesu Kristo na uwezo. Joseph, na kuona Joseph Maingi, hakuna atakaye kugusa. Maria, hakuna atakaye kugusa. Watu hao wote, hakuna aliyeibiwa. Watu hao wote wametoka kwenye mashimo. Watu hao wote nafsi zao zimerudisha. Hizo kamba za nafsi zimevunjika, hizo kamba za akili zimepasuka, hizo kamba za moyo zimevunjika. Nafsi zao zimerudi, nyota zao zimerudi, mtaji wao umerudi. Naona kila moja anaishi maisha aliyopangiwa na Bwana. Naona kila moja amepigana vita vilivyo vizuri. Naona kila moja amekataa kutumiwa kwenye ulimwengu wa giza. Naona kila moja amesimama kama kuhani wa Bwana katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai, na uwezo wa Mungu aliye hai, na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka kila moja ajitakase. Nataka kila moja sasa ajitakase kwa damu ya mwanakondoo. Kila moja wenu ajitakase. Utakase vitu zako peke yako tu, kwa kuwa mdomo wako ukisema ni Mungu anasema, kwa kinywa chako utakiri. Ukisema natakasa, zinatakasa. Yes, mimi nimezitakasa, lakini pia wewe umezitakasa. Anza kuzitakasa. Sema natakasa ndoa yangu, natakasa nyota yangu, natakasa future yangu, natakasa kila kitu changu, natakasa huduma yangu. Takasa. Ukikitakasa kinakuwa keupe, hakuna atakayekigusa. Ukikitakasa hata wingu linajua, hata mbingu inajua, maana imeandikwa kwenye mbingu, lazima viumbe vyote vya mbingu lazima zijue hekima ya Bwana. Hekima ya Bwana iko ndani yako. Mkono wa kulia kuna maisha marefu, mkono wa kushoto kuna fedha na mali. Umetakasa. Naona fedha imerudi, naona umepokea maisha, naona umepokea akili, naona umepokea intelligence, divine intelligence ya mbinguni. Naona mikono yako imebarikiwa. Takasa kwa damu ya mwanakondoo. Before tuko karibu kufunga maombi yetu. Tuko karibu kufunga maombi. Naona nyota zimerudi kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Kila moja jitakase. Nataka kuachilia moto sasa. Nataka kuachilia moto wa damu ya mwanakondoo. Nataka kuachilia moto wa damu ya Yesu kwa kila mmoja wetu. Naona kila moja nyota yake. Jitakase tu, jitakase. Hata mimi najitakasa. Nataka kukamata anga. Nataka kufyeka. Nataka kuingiza kwa shimo. In 5 minutes nataka kuachilia moto. Nataka kuachilia moto. Daughter of Grace, nataka kuachilia moto. Milango za magereza zinaachiliwa, zimevunjika. Paulo alipokuwa naomba, misingi ya gereza ikatetemeka. Ilipotetemeka, nini kafanyika? Mapingu zikalegea na milango ikafunguka. Milango yetu ya baraka imefunguka. Naona ndoa zimerudi, naona mtaji zimerudi, naona watu wamebarikiwa, naona watu wamesimama kama kuhani wa Bwana na uwezo wa Mungu leo.
Kila mmoja akoreli, kila mmoja amejitakasa. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, na vaa mamlaka kama kuhani wa Bwana, na ikamata anga kwa mikono ya chuma, na ikamata bahari na mashimo yake, na ikamata anga tena, na ikamata bahari, na ikamata miji na mashimo yake, katika jina la Yesu Kristo. Watu hao walikuwa wameteswa, walikuwa hawana maarifa, lakini wamepata maarifa. Leo nakamata watesi wake. Imeandikwa ni haki sisi kulipiziwa kisasi kwa wale watutesao. Aliyemtesa kwa magonjwa, aliyeshika biashara, leo namfyeka, nampasua, namvunja, namsaga ile shimo aliyochimba juu yake, na muamuru waingie ndani. Ile kamba aliyomfungia, namfunga yeye. Imeandikwa, falme nitawafunga kwa pingu za chuma, na wakuu wao nitawafunga kwa minyororo, na wafunga mkuu anayemtesa mtoto huyu, mkuu anayemtesa msichana huyu, mkuu anayewinda biashara, na kufunga nikiachia moto wa damu ya mwanakondoo. Na achia moto leo, naamuru leo nyota zake zimerudi, na ziamuru zing'ae. Akili yake imerudi, na yaamuru ianze kumnufaisha sasa. Naamuru idhihirike kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Nyota iliyorudi, na yaamuru ing'ae kwa damu ya mwanakondoo. Maana nyota iking'aa kuna mambo yanamfuata. Naamuru nyota yake ing'ae, maana imerudi. Aliyezuia na kufyeka na kushusha pande za mwisho za kuzimu, anayezuia ndoa na kushusha pande za mwisho za kuzimu, zuia biashara na kushusha pande za mwisho za kuzimu, katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Mungu, pasuka, vunjika kwa damu ya mwanakondoo, na kupasua. Imeandikwa, chochote nitakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Leo nimefunga, hakuna kuonewa tena. Nimefungwa milango ya umaskini, nimefunga milango ya yeye kuonewa, nimefungwa milango ya yeye kushikwa na spiritual spouse. Nimefunga kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Wakala wote wa kuzimu na wafyeka, malaika wa kuzimu na wapasua, manyoka, mashetani, wachawi, ukoo zao na wafyeka, na wakamata na wapasua. Kila silaha mliyotunga juu yao haitofaulu, na kila ulimi uliinuka kumhukumu yeye, na hukumu mkosa, katika jina la Yesu Kristo. Na hii ndio ujasiri tunao, ya kwamba tukiomba Mungu anasikia. Mungu amesikia maombi yetu. Naona wamepasuka, naona wamevunjika, naona wameaibika, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Kila moja amen kubwa wa damu ya mwanakondoo. Kama unaendelea kujiomba, sitaki nikatilize maombi yako. Endelea kuomba, endelea kufyeka, endelea kuvunja, endelea kuharibu, endelea kuteketeza. Wachawi vunjika, malaika wa giza pasuka, vunjika vipande, haribika kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Hakuna anaweza kushindana na wewe, hakuna. Gideoni alienda kwenye kambi la Midiani, akaona nini? Akaona mkate, akasikia mtu akisema ndoto, ameona mkate wa shairi umeangukia Midiani, wakasema ule ni upanga wa Gideoni. Na leo sisi tumefaa upanga, wamevunjika. Ule mkate wa shairi ambao ni Yesu Kristo umeangukia kambi za adui zako, wamepasuka, wamevunjika, wameangamia, wamesagwa. All spiritual spouse ambaye anakuinda amesagwa na mkate wa shairi. All spirit, manyoka wa kuruka wamepigwa na nyoka wa shaba kwa damu ya mwanakondoo na uwezo. Leo umetoka na nyota zako, umevuka mto Jordan, umevuka na nyota zako, umetoka kwenye vifungo. Na kuona umetoka, naona familia yako imetoka, naona watoto wako wametoka, naona mke wako ametoka, na kuona umetoka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Nakuona JD ametoka, naona Nina ametoka, naona Child of God ametoka, naona Shala Mwana ametoka kwa damu ya mwanakondoo, naona Florence ametoka, Malemba ametoka, na ule ambaye sijamtaja naona ametoka kwa damu ya mwanakondoo, ametoka kwenye vifungo. Naona Geti ametoka, naona Ana ametoka, naona wametoka. Wana wa Mungu wako huru, kwa kuwa roho wa Mungu, mahali palipo roho ya Mungu kuna uhuru. Leo kuna uhuru kwenye maisha yetu. Natangaza uhuru kwenye maisha yao. Natangaza uhuru leo na sasa hivi kwenye maisha ya Sami. Natangaza uhuru kwenye biashara yao. Natangaza uhuru kwenye ndoa yao. Natangaza uhuru kwenye biashara, maana Mungu ni roho, na palipo roho ya Mungu kuna uhuru. Leo natangaza uhuru wa damu ya mwanakondoo, uhuru kwenye biashara, uhuru kwenye ndoa, uhuru kwenye kila kitu atakachokiguza, maana popote atakapokanyaga nao yake atapamiliki. Amekanyaga biashara, lazima aimiliki. Ameshika ndoa, lazima aimiliki. Ameshika mtaji, lazima amiliki. Navunja kila silaha, navunja kila giza, maana sisi ni wana wa nuru, na giza halitotuweza, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Na maliza in the next 3 minutes kwa damu ya mwanakondoo.
Kila mmoja naona ako huru, kila mmoja naona amevunja, kila mmoja naona ameachiliwa, kila mmoja naona ako huru kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Naona watoto wa Mungu wamesimama, aliye mnyonge aliyesimama, maana Mungu anawapa waliozimia nguvu. Naona sisi tuliozimia, tulikuwa tumefungwa, tumesimama kwa uwezo wa Bwana na uwezo wa Mungu leo. Hii ndio maombi ya kurudisha nyota katika jina la Yesu Kristo.